Haya bora msikilizaji, ni kukaribisha kwenye hii simulizi tamu ya kuitwa Shena. Hii ni simulizi kutoka kwake mwandishi Ali Mbetu. Mimi naitwa Uncle J na hii ni Uncle J simulizi. Sasa nikwambie tu ya kwamba katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo huyu bidada Sara alikuwa ametoka kwa mganga wa kienyeji, lakini kule mambo yalibuma baada ya yule mganga kuonekana ni kama vile amevamiwa na alikuwa anapambana na kitu kama kisichoonekana. Yule mganga alizidiwa nguvu, alizidiwa uwezo na mwisho wa siku aliaga dunia. Sasa kile kitendo cha mganga kufariki, Sara akaona na tukumbuke Sara alienda na rafiki yake. Sasa kama mnaenda kwa mganga ili mpate tiba, alafu huyo mganga anauliwa, hata ungekuwa msikilizaji ungebaki. Bora Sara unaambiwa alitimua mbio, alikimbia kurudi nyumbani kwake. Lakini ile anafika nyumbani kwake akaoga akala, ila ameingia kulala usiku wa manane kilimtokea kitu cha ajabu sana wakati yeye amelala. Sasa je, nini hasa kilichomtokea? Na nikukumbushe tu ya kwamba Sara ameingia kwenye vita na jini Shena. Kweli wewe binadamu unataka kupambana na jini, utaweza? Na Sara ameshapewa maonyo mara nyingi kwamba usifanye hiki unachotaka kukifanya. Na hata jini mwenyewe Shena alimfuata Sara akamwambia usifanye, yani usiingilie mambo yasiyokuhusu, dili na mambo yako. Lakini Sara alionekana kama vile mbishi, mjuaji ndo yeye, akasema nitapambana, kama wewe ndo jini basi mimi ndo Sara, sasa tutapambana mpaka kieleweke. Lakini mwisho siku anayomkuta Sara, hata hao waganga wanaowategemea wanaangamizwa mmoja baada ya mwingine. Sasa sembuse yeye, kama tu unaenda kwa dokta akakutibu, huyo dokta mwenyewe wa ugonjwa anaenda anaumwa, atakutibu wewe? Yaani hiyo tu kujitibu anashindwa mpaka ugonjwa unamuua. Sembusa hiyo ndugu yangu. Bwana patamu kweli. Basi karibu tuendelee kupata kujua nini hasa kilichomtokea Sara hayo majira ya saa 8 za usiku. Mimi naitwa Uncle J. Bwana karibu tuweze kuwa pamoja. Naam. Sara alijiuliza sana, atamtazamaje Shena hasa baada ya kumwasa ya kwamba aache kufuatilia mambo yasiyomhusu. Sara alipofika nyumbani, kusema ule kweli, hakuwa hata na hamu ya kula chakula. Alinunua soda, akanunua na keki, alikula na kisha alioga akapanda kitandani kulala. Majira ya saa 8 za usiku, Sara akiwa amelala alishtushwa na sauti kali ya vicheko mfululizo. Sara alifumbua macho kutazama, alikutana na kiza kizito. Vicheko viliendelea mpaka ikawa ni kero masikioni mwake. Mapigo ya moyo ya Sara yalimwenda mbio kwa hofu kubwa mno. Sara alipapasa pembeni ya kitanda, akashika swichi iliyopo maeneo ya kitandani, akawasha taa. Taa ilipowaka mule chumbani, Sara alishtuka kuona viumbe wa ajabu mbele yake wakiwa wamesimama sambamba na ukuta. Walikuwa ni watu weusi sana, walikuwa ni watu 4. Watu hawa walikuwa na mikia mifupi kama vile mikia ya mbuzi, na kwenye vichwa vyao kulikuwa kuna pembe kama za ng'ombe. Sara alishtuka. Sara alianza kutetemeka kwa hofu, huku haja ndogo ikimtoka bila kujijua. Alijiuliza, wale ni akina nani na wamefuata nini pale nyumbani kwake usiku wa manane? Wazo lake Sara lilielekea moja kwa moja, hawa watakuwa ni wachawi. Akiwa bado hajajua nini kinachoendelea, aliona ardhi inapasuka. Akaingia mwanamke aliyekuwa amekaa kwenye kiti cha dhahabu cha kifalme kilichokuwa kimebebwa mabegani na wanaume wengine 4 weusi wenye miili mikubwa, na pia walikuwa na mikia kama wenzao, lakini hawa walikuwa na pembe moja katikati ya vichwa vyao, tofauti na wale wengine waliokuwa na mapembe mawili. Wale viumbe wa ajabu waliendelea kubeba kile kiti juu kwa juu kilichokuwa kimekaliwa na mwanamke mrembo mpaka ardhi iliyokuwa imepasuka ikajifunga, na ndipo walipomtoa chini yule malkia wao. Sara aliendelea kutetemeka huku akiwa amejikunyata upenuni mwa kitanda, akiwa amesogea kabisa ukutani. Yule mwanamke alikuwa amempa mgongo. Alipopiga kofi, aligeuzwa na kisha akamtazama Sara.
Sara hakuamini macho yake kumwona aliyekuwa mbele yake alikuwa ni Shena, rafiki wa bosi wake. Baada ya kutulia, Shena alipiga tena kofi. Viumbe vile wa ajabu vilitoweka, akabaki Shena peke yake akiwa bado amekaa kwenye kiti chake cha dhahabu. Baada ya kubaki wao wawili tu, Shena na Sara, Shena aliteremsha pumzi nzito na kisha akanyanyuka kwenye kile kiti akasimama. Alimtazama Sara aliyekuwa bado amejikunja pembeni ya ukuta kwa uoga. Alitembea taratibu kukizunguka hiki chumba. Alipompa mgongo, alishtuka kumwona Shena alikuwa na mkia mkubwa kama wa kangaroo, lakini ule ulikuwa umenenepa sana kusema ule kweli. Msikilizaji, hata ungekuwa wewe, unaona kiumbe nyuma kina mkia, alafu kiumbe kenyewe ni kama binadamu, ungeogopa sana. Alipofika mwisho wa ukuta, jini Shena aligeuka akiwa amemgeukia Sara. Sura yake ilikuwa ni ya kutisha, meno yake yaligeuka kama ya ngiri. Juu ya paji la uso kulikuwa kuna pembe mbili kama za faru. Macho yake jini Shena yalikuwa yakiwaka moto. Jini Shena alicheka kicheko kizito kilichofanya Sara atokwe na damu masikioni. Shena alikuwa ni kiumbe cha kutisha ambacho Sara hakuwahi kukiona maishani mwake. Kwa sauti kali, Shena alisema huku moto ukiwa unamtoka mdomoni, Sara, umenifuatilia sana Sara. Sasa umenijua, na baada ya kunijua niambie shida yako ni nini? Nisamehe Shena. Sara, sitakusamehe. Lazima utajua faida ya kiburi chako. Nilikuonya kwa sauti, hukusikia. Nikaja mimi mwenyewe kukuelewesha. Nina imani ulitaka uone nini kitatokea baada ya wewe kufuatilia mambo yasiyokuhusu. Sara, nimekutisha ninavyojua, lakini kichwa chako kimejaa kiburi. Nami nataka nikuonyeshe jeuri yangu. Sitakuua, bali nitakupa adhabu ya kipindi chote nitakapokuwa sipo. Sasa chagua adhabu moja. Nikugeuze nguruwe, nikugeuze chura, nikugeuze funza, maisha yako yote yawe kwenye kinyesi. Ama nikugeuze bundi, ama nikugeuze mbwa. Hapo msikilizaji, Sara hakujibu. Alijitahidi sana kumsogelea Shena ili amuombe msamaha. Shena, naomba unisamehe. Nisamehe shoga yangu. Wewe sio shoga yangu. Mlitaka kuniua na mganga wako wakati sijawatendea kosa lolote. Nimekukosea nini Sara mpaka unataka kuniangamiza? Hapo Shena alimuuliza swali hilo Sara. Shena alirudi katika umbile sasa la kibinadamu. Akaanza kulia machozi ya damu. Shena, naomba unisamehe. Sitarudia tena. Sitakaa kuisikiliza sauti yako. Umetaka kunijua, sasa leo umenijua. Umenijua kwamba mimi ni jini. Sasa ujini wangu umekuathiri nini katika maisha yako? Na nilikupa onyo usinifuatilie, lakini hukunisikia. Najua nimekukosea. Naomba unisamehe. Mimi sirudi tena na kuahidi, sirudi tena. Sara, sitakusamehe. Ukichelewa kuchagua adhabu yako, nitakugeuza kiumbe cha ajabu kisichokuwa na mfano. Msikilizaji, Sara alijikuta kwenye wakati mgumu wa kuamua ageuzwe kiumbe gani. Lakini kabla hajapata jibu, jini Shena alipiga makofi. Walitokea wale viumbe wawili wa ajabu, viumbe vilivyotisha sana, tofauti na vyote vilivyotangulia. Vile viumbe vilipotokea vikasema, naam, binti wa mfalme wa bahari ya dhahabu, una shida gani maana umetuita? Na hapo ndipo jini Shena akasema, enyi watwana wenye roho chafu, nataka mumtafutie adhabu yoyote kali mwanadamu huyu. Mnataka nimpe adhabu gani?
Kwa nini tusimbanike kama mbuzi karibu na jua? Kiumbe kimoja cha ajabu kilitoa pendekezo hilo la adhabu, yaani Sara akabanikwe juani kama nyama ya mbuzi. Lakini Shena akakataa, akasema hapana, adhabu hiyo ni kali sana. Nataka kumtesa ili atambue siri alotaka kuijua faida yake ni nini. Viumbe vile vya ajabu vikasema, mwana wa mfalme, sisi hatuwezi kuchagua adhabu ndogo. Tunaomba wewe uchague adhabu yoyote kwake. Tunajua amekuudhi sana huyu mwanadamu. Adhabu yetu kwake ni kifo, tena cha maumivu makali. Zaidi ya hapa tuna adhabu nyingine. Jini Shena akasema, basi mnaweza kunipisha nitoe adhabu yangu. Baada ya kusema vile viumbe vya ajabu vilitoweka. Alibakia Shena katika umbile la kawaida la mwanamke mzuri katika vazi pana kutokana na ujauzito wake, na Sara ambaye alikuwa anatetemeka mpaka utumbo hakujua afanye nini. Shena alimwangalia kwa muda Sara. Sara alikuwa amejikunyata kwa uoga upenuni mwa kitanda. Kwa sauti ya upole Shena akasema, Sara, abe, unaniweka katika wakati mgumu mno katika maisha yangu. Unanifanya nionekane mimi ni kiumbe kibaya. Sikupenda kukufanyia chochote kibaya Sara. Narudia tena, nimejitahidi kukuelekeza, lakini umekuwa na masikio ya kenge mpaka utoke na damu. Kwa vile umekataa kuchagua adhabu, mimi nitakuchagulia adhabu. Nilifikiria nikugeuze nguruwe, lakini hiyo kwangu ni adhabu kubwa. Na nimejifikiria kukugeuza funza maisha yako yote kwenye kinyesi, na hiyo pia nimeona ni adhabu kubwa sana. Adhabu ndogo kuliko zote nimeonelea ni kugeuze uwe mbwa ambaye atakuwa na dhurula mitaani na kupigwa na mawe, lakini sitaruhusu akuue. Chakula chako nitakijua mimi, utakula mara moja kwa siku, na imani utajua thamani ya kiburi chako. Shena, unanigeuza mbwa mpaka lini? Mpaka nitakapojifungua huu ujauzito. Shena shoga yangu, hakuna adhabu nyingine zaidi ya hiyo. Sara, mimi huwa sitoi adhabu, bali umewaona watu wa adhabu, na adhabu zao ni kama ningewaachia, sijui ungekuwa kwenye hali gani. Nakuomba unipunguzie adhabu shoga yangu. Sara, unanichelewesha, muda wangu umekwisha wa kuendelea kuwepo kwenye hii dunia. Baada ya kusema vile, huyu jini Shena alinyosha kidole, na ndipo ghafla Sara pale pale alibadilika na kuwa mbwa. Kisha jini Shena alipiga makofi na wale viumbe wa ajabu wakatokea. Aliwaonyesha ishara ya macho huku akipanda kwenye kiti chake. Wale majamaa wakambeba juu ghafla, na ndipo ardhi kapasuka na wao wakazama ndani ya ardhi. Ardhi ikajifunga. Msikilizaji, Sara alibakia juu ya kitanda huku akiamini ya kwamba yeye ni mtu na wala sio mbwa, lakini bado hakuamini kile kilichokuwa kimetokea ni kweli au alikuwa anaota tu ndoto. Siku ya pili Sara aliamka asubuhi na mapema kama kawaida. Alitoka nje kwenda kuoga ili awahi kazini, lakini watoto wa jirani walipiga kelele kumwona mbwa. Mungu wangu, kitendo kile kilimfanya Sara kwanza arudi ndani, lakini alishangaa kusikia kwamba huko nje mtoto mmoja akisema, tumemwona mbwa amekimbilia ndani kwa mamdogo Sara. Jirani mwingine ambaye ni mama Saidi akauliza, jamani, kwani Sara yuko wapi? Happy ilibidi amuite kwa sauti, we Sara, Sara. Wakawa nagonga mlango kwenye chumba cha Sara. Sara alikuwa chumbani kwake. Aliitika kwa sauti, abe, nipo ndani jamani. Sara aliitikia, lakini ilitoka sauti ya mbwa akibweka. Majirani huku nje wakawa nasema, jamani nyie, mbwa huyu katokea wapi? Na Sara ameenda wapi asubuhi yote mpaka anaacha mlango wazi, mbwa anaingia ndani jamani? Jamani, hebu tufanyeni msaada, tumtoe huyu mbwa ndani jamani. Na kweli labda huyu mbwa kichaa anaweza akatuuma jamani, akawang'ata hata watoto wetu.
Jirani mmoja alishika fimbo akaingia chumbani kwa Sara. Alishtuka kumkuta mbwa amelala pale juu ya kitanda. Akamtishia kama anataka kumpiga yule mbwa ili atoke nje, lakini Sara alitaka kujitetea pale kitandani, kuwaeleza kwamba yeye sio mbwa, yeye ni mtu kama watu wengine. Lakini kila alipokuwa anataka kujitahidi kuzungumza, Sara ni kama vile alikuwa anabweka tu. Ikaonekana huyu mbwa ni mkali, anataka kung'ata binadamu. Ilibidi sasa yule jirani amtandike fimbo. Sara akatoa ukelele wa maumivu sana. Sara akisema, jamani, mimi binadamu, naombeni mnisaidie. Wenzake wanasikia wu 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 wu. Hey. Sara baada kupigwa ile fimbo pale kitandani akatoka nje ili kujiokoa na kile kipigo. Akatokomea mtaani, maskini ya Mungu. Sara kila mtaa alikuwa anapita, watoto walimpiga mawe, kitu kilichozidi kumweka kwenye wakati mgumu mno. Yeye alikuwa anajifahamu ni binadamu, na akijiangalia hivi ni binadamu kabisa, sio mbwa. Lakini kila kona aliyopita alikuwa anaitwa mbwa, maskini ya Mungu. Anasikia vizuri watu wakiongea, lakini kila anapotaka kujitetea, binadamu wanamuona kama vile huyu mbwa ni mkali, anabweka kweli kweli. Sara alitembea akatafuta jumba bovu, akaingia kwenye hilo jumba huku akijificha, japokuwa kulikuwa kuna kinyesi ambacho kilikuwa kinanuka harufu mbaya sana, lakini Sara aliamini kwamba ile ni sehemu tu salama kwake kuliko kuendelea kudhurula huko mitaani, maana anapigwa mawe na watoto. Naam, msikilizaji, Shena mara baada ya kumtia adabu Sara, japokuwa moyo wake jini Shena haukupenda kutoa adhabu ile kwa yule binadamu Sara, hakupenda kabisa, lakini kwa sababu ya kiburi cha Sara ilibidi sasa amuoneshe kwamba yeye ni nani. Naam, msikilizaji, jini Shena alirudi nyumbani kwao, akaingia chumbani kwake na kuanza kulia sana, kitu ambacho kilimshtua mama yake Bi Zaldau, mke wa mfalme wa bahari ya dhahabu. Alikuwa anampenda sana binti yake Shena kama mboni ya jicho lake. Hakupenda hata siku moja kumuona binti yake akiumizwa na kitu. Akiwa amejipumzisha chumbani kwake, mwanamama huyu alishtuka kuona machozi yamemdondokea kifuani. Ile ilimjulisha kwamba mwanaye Shena ana tatizo, na muda ule alikuwa analia. Alijiuliza kipenzi chake Shena kipi kimempata mpaka kulia machozi mengi yaliyomfikia mpaka yeye. Mama huyu alikwenda moja kwa moja chumbani kwa mwanae, akamkuta Shena akiendelea kulia. Akamwambia, Shena binti yangu. Alimuita hapo na kumfanya mwanae ashtuke. Alijifuta machozi haraka na kisha akamgeukia mama yake. Shena mwanangu, una tatizo gani? Hapana mama, sina tatizo, bali nimemkumbuka mpenzi wangu Mustafa. We Shena, nilikueleza mapema ya kuwa kama unamtaka mwanadamu, mtafute asiyekuwa na mke. Ungeweza kuja naye huku ujinini. Mama, Mustafa nilimpenda kwa muda mrefu sana, lakini nyinyi ndiye mlonichelewesha kuonana naye mpaka Mustafa akaoa mwanamke mwingine. Lakini mwanangu, ulikuwa bado hujatimiza umri wa kukutana na mwanaume, na istoshe yule sio kiumbe mwenzetu, yule ni binadamu. Hata kama mama, nilitakiwa nionane naye mapema ili asioe mwanamke mwingine, angenisubiria mimi. Hilo kweli tulifanya kosa mwanangu, lakini mbona linawezekana kurekebishika? Mama, utalirekebisha vipi wakati ana mke wake tayari? Tunakwenda kumuua mke wake, kwani kuna shida gani? Hapana mama, siwezi kufanya hivyo. Kosa la mkewe ni lipi mpaka apotezwe kwenye dunia? Sikiliza mwanangu, basi tumfanye mwanamke wake asiwe na hamu na mumewe. Kila wanapotaka kukutana asiwe na hamu na mume wake, na hii itapelekea mume wake achoke na atakupenda sana wewe. Mama, sioni kama ana kosa la kupelekea sisi tumwadhibu kiasi hiko. Alafu we mwanangu, mbona inaonesha kinachokuuliza sicho unachonieleza? Ulitoka na Kubashi hapa, mlikwenda wapi? Alafu juzi nilimuona Shushi akiwa na damu mikononi. Kuna nini ambacho mimi sikijui?
Mama, ndicho kinachoniliza. Kuna msaidizi wa Mustafa anaitwa Sara, ananifuatilia sana. Nimejaribu kumtisha lakini hasikii kabisa. Na jana usiku alikwenda kwa waganga wawili wa kienyeji. Mganga mmoja alikataa kufanya kazi yake, lakini mganga wa pili alikubali. Yule mganga wa pili akataka kuniua. Wakati nimejilaza, nilianza kupoteza nguvu. Ilibidi nimuite Shushi haraka iwezekanavyo. Akaenda kuwahi kumzima yule mganga, kwa sababu angechelewa yule mganga alikuwa ananiua mimi mama. Sasa huyo Sara umempa adhabu gani? Nimemgeuza amekuwa mbwa. Shena mwanangu, mtu anayetaka kukuua wewe unamgeuza mbwa? Hiyo adhabu gani isiyolingana kabisa na dhamira yake? Mtu anayetaka kukuua na wewe inabidi umuue? Mama, hata kumgeuza mbwa kwangu nimeona adhabu kubwa sana. Nilitaka tu kumwacha lakini imenibidi nifanye hivyo. Nisikilize mwanangu, hii huruma yako Shena, hii huruma gani ulikuwa nayo wewe? Hiyo ni huruma ya wewe kujiumiza. Mama, kosa lake ni kwenda kwa mganga. Bila hivyo wala hata singenisumbua. Nimemuua mganga kwa vile alitaka kuniua, lakini zaidi ya hapo nisingesumbuka naye. Sasa wewe kinachokuuliza nini? Sipendi kuingia katika dhambi ya kulazimishwa mama. Basi kama umempa hiyo adhabu inatosha, wala hutakiwi kulia mwanangu. Sawa mama, nimekuelewa. Hapo Shena alijilaza kifuani mwa mama yake kuonesha kwamba amekubaliana na mama yake. Msikilizaji, kwa upande wa pili, Mustafa alishtuka sana siku ya pili. Alishtuka alipofika kazini, alikuta ofisi bado imefungwa. Alifungua na kuingia ndani. Ofisi ilikuwa ni chafu, hata hali ya hewa ilikuwa ni mbaya. Mustafa alijiuliza sekretari wake Sara atakuwa wapi mpaka muda huu. Kitendo cha kuchelewa kazini kilizidi kumfanya Mustafa amchukie sana Sara. Akapanga endapo Sara atakuja kazini atamfuta kazi. Mustafa alishindwa kukaa ndani kutokana na hali aliyoikuta mule ndani ya ofisi. Ilibidi aende mpaka kwa mlinzi ili amwambie kwamba mlinzi, hebu njoo fanya usafi huko ofisini. Lakini kabla hajafika kwa mlinzi, ghafla Mustafa simu yake iliita. Alipoangalia ilikuwa inatoka kwa mpenzi wake Shena. Lakini mpaka muda huu Mustafa anaamini Shena ni binadamu tu wa kawaida, asijue kwamba Shena si binadamu bali ni jini. Mustafa alipokea ile simu na kisha akazungumza na Shena. Halo mpenzi wangu. Halo Lazizi. Vipi mpenzi wangu? Safi tu. Mbona kama uko mnyonge sana? Yaani huyu msichana huyu mimi ananichanganya sana unajua. Kafanya nini kwani? Hajafika kazini mpaka sasa hivi. Ofisi ni chafu, kila kitu kimekaa hovyo. Alafu Sara siku hizi amekuwa anachelewa sana kuja kazini. Yaani sijui ni kwa nini anafanya hivi. Baby, basi usikonde. Baada ya dakika 2 watakuja wasichana wangu kuja kufanya usafi. Uwapatie tu hiyo nafasi ya kufanya usafi. Sawa, hakuna shida. Hapo msikilizaji, jini Shena alijifanya kama vile hajui kitu chochote kilichompata Sara. Baada ya muda kidogo kweli wasichana wawili ambao ni warembo walipiga hodi kwenye geti. Mustafa alipowatazama alijua ndo hawa wametumwa na mpenzi wake Shena. Wale wasichana walisalimia pale, asalamu alaykum. Walisalimia kwa bashasha kweli kweli, alafu sauti zao zilikuwa ni tamu. Mustafa akaitikia, wa alaykum salam. Nina imani nyinyi ni wageni wangu, si ndio? Dakta, hatuna muda, tuoneshe hiyo kazi tuifanye. Mustafa aliongozana na hao mabinti mpaka ofisini. Hakujua kwamba alikuwa anaingiza ofisini kwake viumbe vya ajabu. Baada ya kuwaonesha vile viumbe sasa vikasema, tupishe tufanye usafi. Mustafa akasema hakuna tatizo. Kweli Mustafa alisema hivyo huku akitoka nje ofisi yake. Aliwaacha wale wasichana wawili ambao wanaonekana ni kama binadamu kabisa, akawaacha wafanye usafi. Baada ya kutoka wale mabinti walipiga makofi. Haikuchukua muda wakaongezeka vijakazi wengine ambao walifanya kazi ya usafi kwa muda mfupi tu. Na baada ya usafi
wale wenzao waliwaita wakatoweka kwa kuyayuka, alafu wao wawili ndo wakawa wanatoka sasa kama binadamu. Walitoka mpaka pale alipokuwa amekaa Mustafa getini na mlinzi, akasababu Mustafa na mlinzi walikuwa wanapiga story. Wale wadada walipofika tu pale wakasema kwa sauti tamu yenye lafudhi ya kimwambao ya kwamba bwana, sisi tunakabidhi kazi, tuna imani utafurahia usafi wetu. Mimi nawaamini, nashukuru sana. Haya, si tukukimbie. Okay, msalimieni sana Shena. Salamu zimefika. Wale wasichana wawili walitoka nje ya geti wakatembea kufuata barabara, na baada ya kufika sehemu ambao walijua kabisa Mustafa hawezi kuwaona, walitoweka ghafla tu yayu shwi, wakarudi chini ya bahari. Mustafa karudi ndani ya ofisi. Alikuta ofisi imependeza, kila kitu kilikuwa kimesafishwa, ndani kulikuwa kuna hewa nzuri, kuna harufu nzuri, manukato mazuri. Mustafa alikaa kwenye kiti akaanza kazi pale, huku akiamini kama atamuoa Shena basi ataishi maisha sawa kabisa na peponi. Aliamini kabisa kumuoa Shena. Mustafa alikuwa yuko tayari amwache mke wake aende akamuoe Shena. Msikilizaji, kila usiku Mustafa alikuwa anafuatwa akiwa yuko ndotoni. Mustafa alikuwa anajikuta yuko sehemu nzuri sana, yani anaota ndoto akiwa amelala pembeni ya Shena. Shena alikuwa amelala huku tumbo lake likizidi kukua, lakini Shena alikuwa amevalia gauni jepesi lililokuwa limeziba tumbo lake. Usiku sana Shena alizima taa na kisha akaondoa nguo zake na akamruhusu Mustafa achezee tumbo lake, lakini analichezea tumbo ikiwa kwenye hali ya giza. Siku zote Mustafa alifurahi sana kuwa karibu na mpenzi wake na alikuwa anatamani siku zote awe karibu yake. Tumbo la Shena lilikuwa likimsisimua sana Mustafa. Hakupata nafasi ya kuliona, lakini kupitia ndoto alikuwa anaamini siku zote alikuwa anambembeleza Shena, akiamini kwamba ni ndoto, lakini ilikuwa ndoto. Na Shena alikuwa anamwambia vuta subira Mustafa, na Mustafa alikuwa anakubaliana na mpenzi wake. Katika siku alizolala alishangaa tumbo la Shena linakuwa kubwa. Yaani akilala akiwa hana nguo, tumbo linakuwa kubwa tofauti na akimkuta amevaa nguo. Sasa ile ilimfanya Mustafa apange kumvizia wakati amelala ili awashe taa aone sababu ya tumbo lile kuwa kubwa tofauti na matumbo ya kawaida ya wanawake wenye mimba. Msikilizaji, wakati huo Sara yule maskini ya Mungu aliendelea kuteseka na baridi, aliendelea kuteseka na njaa. Hakutoka kwenye nyumba ile maskini ya Mungu, lile jumba gofu aliloingia kama kujificha. Mule hakutoka mpaka kiza kilipoingia, na Sara aliogopa kutoka, alihofia atapigwa mawe, ataumizwa. Kiza kilipoingia ndipo alipotoka Sara akarudi nyumbani, lakini alipofika sehemu ya chumba chake ambacho kilikuwa kimefungwa, alisikia mtu akisema, jamani, yule mbwa wa asubuhi jamani amerudi tena, yule pale. Jamani, huyu mbwa atakuwa ametumwa tu, tena amesimama kwenye chumba cha Sara. Jamani, uchuro huu. Jamani, lazima kutakuwa kuna tatizo. Jamani, Sara jamani si alilala chumbani kwake. Ajabu asubuhi, hatukumuona. Tumekuta mlango uko wazi, mbwa anaenda akawa ametoka ndani. Ajabu kweli, na tulipomfukuza asubuhi, haya huyu mbwa tayari usiku karudi jamani. Si maajabu haya. Sasa nyie, hivi Sara atakuwa wapi? Hapo ndipo tunapochanganyikiwa jamani. Maana Sara hajaaga, kama amepata dharura usiku hajaaga jamani. Au huyu mbwa ndo anatuletea taarifa lakini sasa hatujui. Masikini ya Mungu, yote hayo Sara alikuwa anayasikia akiwa bado amesimama tu pale kwenye mlango wake, lakini alishindwa kuzungumza kwa kuhofia atabweka. Maana akizungumza tu ni anakuwa anabweka, maana ni kwamba kama anawatisha, kitu ambacho kitawafanya wale watu sasa wamfukuze kwa kumpiga. Akiwa bado amesimama pale mlangoni, alisikia kiitwa jirani yake tena kwa sauti aje mfukuze. Baba Joni, yule mbwa wa asubuhi amerudi tena, njoo mfukuze. Mama Joni alimuita mumewe. Sara alijua kabisa haya ni majanga bado yanamwandama. Alilia kilio cha kimya kwa kuogopa kutoa sauti kuwatisha hawa majirani. Alijiuliza atajitetea vipi ikiwa hawezi kuzungumza sauti ya kibinadamu. Alimwona jirani yake ambaye ni Baba Joni akitoka ndani na akauliza, huyo mbwa yuko wapi? Yuko wapi huyo mbwa? Jamani, mbwa yule pale kwenye mlango wa Sara.
hivi huyu mbwa anatafuta nini hapa? Hebu subiri. Huyu Baba John alisema kwa sauti ya hasira, sauti iliyosikika kabisa masikioni mwa Sara. Baba John alisogea pembeni akachukua gongo ili ampige yule mbwa. Sara alishangaa kusikia sauti iliyokuwa ikimtokea bila hata ya kumwona. Kuna sauti ilimtokea Sara, sauti ambayo ilizungumza kwa kusema, Sara, ondoka haraka sana, hao watakuumiza. Sara hakuchelewa, pale pale alitimua mbio, aliondoka. Maskini ya Mughila anatoa tu mguu wa mwisho, gongo likatua pale kwenye mlango. Baba John akasikika pale akisema, bahati yake huyu mbwa mpumbavu kabisa huyu, lingempata ili gongo angekufa, pumbavu kabisa, kafie mbele huko. Acha uchulo hapa uchawi, mbwa umetumwa wewe, njoo tena hapa tukuumize, pumbavu kabisa wewe. Hapo Baba John alijiona yeye ni mwamba kweli kweli, asijue kwamba yule mbwa anayemtimua ndio mwenye kile chumba. Maskini ya Mungu. Jamani, huu ni uchawi huyu Huyu mbwa sio bure huyu. Inakuwaje huyu mbwa anang'ang'ania tu hapa kwenye chumba cha Sara jamani? Alisema Happy kwa uchungu sana. Sara alitimua mbio mpaka nyumba ya jirani. Alifika kule akawa anatweta kweli kweli na hema, huku akijiuliza nini hatima maisha yake. Alijiuliza atalala wapi usiku ule wenye baridi. Kama angekuwa na uwezo wa kibinadamu, basi angechukua kamba angejinyonga, lakini sasa tayari amegeuzwa kuwa mbwa. Na mbaya zaidi, yeye anajiona binadamu, ila wanaomtazama ndo wanamuona ni mbwa. Njaa pamoja na kiu vilimshika, asingeweza kula jalalani au kwenye maji machafu. Kwake kilichobadilika kilikuwa ni umbile, lakini akili ilikuwa ni ile ile ya binadamu. Wingu la mvua lilitanda na baridi likazidi kuwa ni kali na kumfanya atetemeke vibaya mno. Ilionyesha ya kuwa mvua kubwa inaweza kuteremka wakati wowote na saa yoyote. Sara aliona sehemu wanayoweza kujistiri kwa usiku ule ni mule kwenye ile jumba bovu lenye harufu kali ya kinyesi. Alijiuliza nini hatima yake? Hata kama usiku ule utapita, na atawezaje kulala na njaa na kesho yake pia amke? Hakuwa na jinsi, maskini ya Mungu Sara. Kwa wingu lilivyokuwa jinsi zito, alikimbilia kwenye jumba lile, akaingia ndani ili mvua isimkute. Alisogea kwa ndani, alitafuta sehemu kavu akajilaza chini. Moyoni alijuta kuto kusikiliza maneno ya Shena. Alijuta. Kiherehere chake Sara kilimponza. Alijiuliza hata kama jini Shena ndio kweli ni jini, lakini bado hakutakiwa endelee kumfuatilia, kwa vile Mustafa hakuwa mumewe wala ndugu yake. Na ujio wa Shena kwenye ile ofisi yeye haukumwathiri chochote. Sasa nini kiherehere kilimfanya aanze kumfuatilia jini Shena? Sara alijikuta analia, maskini ya Mungu. Lakini hakuna aliyesikiliza kilio chake, kwa vile kilikuwa ni cha kujitakia. Kilio chake hakikuwa na pole. Njaa nayo ilizidi kumkong'ota kweli kweli, kwa vile toka asubuhi hakuwa ameweka kitu chochote wala kunywa maji. Hakuwa na jinsi, alikubaliana na yale yaliyokuwa mbele yake, akamwachia Mungu, ndiye atakayeamua maisha yake. Majira ya saa 7 za usiku ulitokea mwanga mkali, ulimpiga machoni mwake, na alipoangalia vizuri aliwaona wanawake wawili wazuri sana waliokuwa wamesimama mbele yake, na wakawa wanamuita jina lake, Sara. Sara. Sara alishindwa kuitikia kwa kuhofia atabweka. Alibaki tu anawaangalia wale mabinti, akajiuliza wale ni akina nani na wamejuaje yupo kwenye lile gofu. Lakini wale wasichana wawili warembo wakamwambia atoke ndani ya lile jumba bovu. Sara alinyanyuka na kuwafuata wale warembo. Sara alishangaa, anawasogelea, lakini wale watu hawakushtuka. Alipowasogelea walimshika kichwani, na ndipo ghafla Sara akarudi katika umbile lake la kibinadamu. Wale warembo wawili wakasema, Sara, tumetumwa na Shena tukuletee chakula. Asante. Sara alishukuru huku akipiga magoti. Alijua baada ya chakula atabaki katika umbile lake la ubinadamu. Alitoka nje ya jumba lile, akarudishwa kwenye chumba chake na kula chakula kile kitamu pamoja na maji. Baada ya kula na kushiba, akaelezwa maneno yaliyomnyong'onyesha. Alitamani ardhi pasuke na immeze. Akaambiwa, sikiliza Sara, samahani, tutakurudisha katika umbile la adhabu, na kisha tutakurudisha tulipokuwa tumekutoa kwenye lile jumba lako bovu. Jamani, naombeni mnisamehe. Mimi naahidi sitarudia tena. Nikirudia basi mnifanye vyovyote, na waahidi. Sara alipiga magoti
huku akiwaomba msamaha. Sara, sisi hatujui sababu ya wewe kugeuzwa kuwa mbwa, ila tumetumwa tukuletee chakula tu, na zaidi ya hapo hatuna mamlaka yoyote. Naomba unikutanishe na Shena, nimweleze haya. Sara, unatuchelewesha. Hapo wakamshika kichwani, na ndipo mara moja Sara akajikuta katika umbile la mbwa akiwa kwenye lile jumba bovu. Wale wasichana warembo walitoweka ghafla, wakamwacha Sara nje ya lile jumba bovu walipokuwa wamemtoa, na ndipo hapo walipomrudisha. Msikilizaji, kwa upande wa kijana Mustafa, kila alipokuwa kazini alikuwa na maswali mengi sana juu ya tumbo la Shena. Yaani tumbo la Shena lilikuwa ni kubwa kama puto lililokuwa limejazwa hewa, lakini lilikuwa ni tumbo laini, na alikuwa anapenda sana kulishika muda wote, hata kumfanya kila siku alale kwa muda mchache sana. Na kilichokuwa kinamuumiza akili kijana Mustafa kilikuwa ni ukubwa wa lile tumbo. Kila wakizima taa, tumbo linakuwa kubwa, lakini Shena akiwa katika nguo zake za kulalia, lile tumbo linakuwa ni la kawaida tu. Sasa Mustafa alikuwa anajiuliza, kwa nini wakizima tu taa tumbo linakuwa hilo? Alafu na kingine, kwa nini hataki kumruhusu kulichezea lile tumbo kwenye taa? Yaani kwa nini Shena hamruhusu Mustafa alichezea lile tumbo taa ikiwa inawaka? Sasa Mustafa akapanga usiku amtegee Shena akiwa amelala, alafu yeye Mustafa awashe taa ili kutaka kujua kwa nini usiku tumbo lake linakuwa kubwa sana. Kwa Mustafa usiku akaendelea na kazi kama kawaida, huku taarifa za Sara zilizidi sana kumchanganya kutokana na kwamba alielezwa ya kuwa Sara haijulikani ni wapi walipo na wala hakuaga. Mazingira kutoweka kwa Sara yalikuwa yakilingana sana na yale ya mara ya kwanza, kitu ambacho kilimfanya ajiulize huyu Sara na matatizo gani yanayompelekea kutoweka bila taarifa. Mustafa alikumbuka maelezo aliyopewa na Sara siku aliyokuwa amerudi kazini baada ya kupotea kimiujiza. Ni kwamba eti alitoka kwenda kununua chakula cha usiku na akajikuta akiwa katika pori la kutisha, na baada ya kutembea bila kujua akajikuta ametokea Dodoma. Lakini kingine kilichomshtua Mustafa kuambiwa kwamba mbwa alikutwa chumbani kwa Sara, na baada mbwa yule kufukuzwa akarudi tena usiku na akawa amesimama kwenye mlango ule wa chumba cha Sara. Sasa Mustafa akawa anajiuliza kipi hasa kimempata Sara na ana siri gani ambayo yeye na majirani zake hawajui. Mustafa alipanga akienda kwa Shena akamweleza tatizo lile, labda anaweza kumsaidia. Sasa bwana, usiku ulipoingia kama kawaida, aliposhtuka usingizini kijana Mustafa alijikuta yuko pembeni ya mpenzi wake Shena. Kama kawaida, tumbo lilikuwa ni la kawaida tu lililokuwa lipo katika nguo nyepesi ya kulalia. Baada ya kuliwazana, wote walipitiwa na usingizi. Mustafa hakulala sana, alishtuka mapema sana, akatulia kitandani, akachezea lile tumbo la Shena ambalo lilikuwa ni tumbo ambalo haliishi hamu kwa vile lilikuwa linampa raha ya ajabu mno kila alipokuwa analipapasa lile tumbo. Kijana huyu Mustafa akatulia kwa muda akisubiri Shena usingizi umkolee. Sasa sijui kama majini kweli anapitiwa na usingizi jamani. Baada ya muda akamsikia Shena na koroma. Jamaa alijua tayari Shena usingizi umemkolea, na mpaka hapo tukumbuke Mustafa anajua Shena ni binadamu kama yeye, asijue kwamba Shena sio kiumbe ambaye ni binadamu. Mustafa akatelemka kitandani taratibu kabisa, akaelekea kwenye kandili ya dhahabu akawasha, lakini alivyowasha ile kandili alikuwa anatetemeka vibaya mno. Akapandisha mwanga sasa ili aone vizuri. Mustafa baada ya kuwasha ile taa akamulika pale kitandani. Mungu wangu, Mustafa alishtuka. Aliona kiumbe cha ajabu. Yaani kwenye kitanda pale kulikuwa kuna kiumbe cha ajabu. Alafu cha kushangaza, sura ya kile kiumbe ilikuwa ni ya mpenzi wake Shena, lakini tumbo la Shena lilikuwa ni tumbo la ajabu, lilikuwa tumbo kubwa, pembeni lilikuwa lina rangi kama ya magamba hivi ya nyoka, yani kama likenge hivi, alafu kuchini alikuwa na mkia huo mnene, bonge la mkia kama la farasi. Huo mkia ulikuwa umekuja hivi umeungana na tumbo.
Yaani kilikuwa ni kiumbe cha kutisha. Mama. Mustafa alishtuka. Mustafa alianza kutetemeka maskini mpaka haja ndogo ikawa namtoka. Na kingine kilichomshtua zaidi ni kuona kile kitanda walichokuwa wamelalia kilikuwa kiko juu ya maji katika bahari, kitanda kinaelea. Mshtuko alioupata pale Mustafa alianguka chini na fahamu zote zikakata. Hata ungekuwa wewe msikilizaji, usingekuwa hata na chembe ya nguvu kuendelea kutazama. Sasa baridi kali ikamwamsha Shena kutoka usingizini. Shena alipofumbua macho alishtuka kukuta amelala yuko juu ya bahari. Haraka sana Shena akajirudisha katika umbile la kawaida. Pale usiku ulirudi kuwa kama kawaida. Akawa yuko chumbani kwake, lakini kandili ilikuwa inawaka, yani ile taa ilikuwa inawaka. Sasa Shena akajiuliza, nani aliwasha ile taa? Na hapo ndipo Shena akajikuta anajishangaa yuko peke yake. Akajiuliza, Mustafa yuko wapi? Shena alipoteremka kitandani alishtuka, akajikuta amemkanyaga mtu, na alipoangalia chini alimuona Mustafa akiwa amelala chini amepoteza fahamu, maskini ya Mungu. Pale jini Shena akajua tayari siri yake iko hadharani. Akajiuliza atamwambia nini Mustafa ili amuelewe ya kwamba yeye ni jini na sio binadamu. Lakini pia Shena alijiuliza, akimueleza ukweli Mustafa, je, Mustafa atakuwa tayari kuendelea kuwa naye? Msikilizaji, hata ungekuwa wewe una date na mtu kwa muda mrefu, unampa mpaka mimba, alafu baadaye anakuja kukuambia yeye sio binadamu, yeye ni jini, hata ungekuwa msikilizaji, unaweza ukaendelea naye? Yaani kila siku una date na mtu, babe umemkaje, niko poa hivi na hivi, safi, na mnapiana mpaka mimba, alafu dakika za mwisho aje kuambia yeye sio binadamu wa kawaida. Je, utaendelea naye? Sasa Shena baada kugundua kwamba siri yake ishagundulika, pale alianza kulia, kitu ambacho kilimshtua sana mama yake. Baada kudondokewa na machozi, Malkia Bizadlu, mke wa mfalme wa bahari ya dhahabu, alikwenda kwenye chumba cha mwanae. Alipofika alimkuta mwanae jasho linamtoka. Japokuwa kulikuwa kuna hali ya ubaridi, lakini alishangaa kumwona pia kijana Mustafa ambaye ni binadamu alikuwa amelala pale chini. Ilibidi amuulize, mwanangu Shena, vipi? Shena ilibidi amueleze mama yake kile kilichotokea pindi aliposhtuka kutoka usingizini. Mama yake akamwambia, Shena, nani kawasha taa? Mama, sijui, labda Mustafa atakuwa amewasha taa mama. Ina maana wewe hukumueleza taratibu zetu? Nilimueleza, sijui ni kwa nini ilikuwaje mpaka akawasha taa, sijui. Ina maana alifanya kiburi cha ubinadamu, si ndio? Mama, yani sijui, mama mimi nimechanganyikiwa jinsi ya kumwamsha Mustafa na kumuuliza, lakini mama mimi naogopa kumueleza Mustafa kwamba mimi ni jini. Hivi vitu vyote unavomfanyia, unataka kuniambia yeye hajashtuka? Hajagundua kwamba wewe ni kiumbe wa ajabu? Huwa tu ananihisi, lakini akili yake ilionekana kukubaliana ya kwamba mimi jini. Sasa unahofia kwamba akikujua wewe ni jini ni kwamba hatuendelea na wewe? Mama, anaweza kuniacha na mimi nampenda sana Mustafa. Basi tumuondoe akili zake, tumfanye kama mtu ambaye hamnazo, amechanganyikiwa. Mama, hapana mama, sitaki Mustafa awe hivyo. Mustafa ana familia ambayo inamtegemea. Mama, unafikiri akiwa katika hiyo hali atafanyaje kazi? Lazima atafukuzwa. Mwanangu, kila kitu familia yake tutailea na tutaipatia kila mahitaji yanayohitajika, na wewe utamueleza masharti ya kukaa naye. Hatakiwi kwenda kwa mganga mpaka ujifungue. Mama, umesahau mimi sitakiwi kutoka huku kipindi hiki. Hapo pia ndapo ni pazito.
Mama, au nimrudishe kwao? Kumrudisha umechelewa. Fanya hivi, mtume jini mmoja akachukue nguo zake kule kwake, na kisha tumrudishe ofisini, ili akishtuka amini ya kwamba alikuwa amelala na kuota akiwa yuko ofisini kwake. Mama, labda tufanye hivyo. Msikilizaji, walimchukua Mustafa wakamrudishia fahamu zake. Kabla hajajitambua wakampuliza, wakamfanya apitiwe tena na usingizi. Waliwatuma vibaraka kwenda kuchukua nguo za Mustafa nyumbani kwake na kuzipeleka haraka sana, na kisha wakamvalisha zile nguo, alafu huyu Mustafa wakamsafirisha mpaka ofisini kwake. Kama kawaida ulifanyika kwanza usafi, na kisha wakamweka kwenye kile kiti chake, wakamwacha amelalia pale meza, alafu wao wakaondoka. Sasa mlio wa simu ulimshtua Mustafa kwenye usingizi mzito mno. Alijishangaa kulala ofisini, kitu ambacho kilikuwa hakijawahi kumtokea hata siku moja kwenye maisha yake. Mustafa pale akaamka, akapiga miayo, akaangalia saa yake, ilimuonesha ni majira ya saa 3 za asubuhi, na simu ilikuwa iko pembeni yake ikaendelea kuita. Alichukua ile simu, ile simu alipoiangalia ilikuwa inatoka kwa mke wake, ilibidi apokee mara moja. Yes, hello mke wangu. Mpenzi, vipi leo? Kivipi mke wangu, sijakuelewa. Imekwaje leo umeondoka bila kuniaga? Swali hili lilimchanganya sana Mustafa, akajiuliza aliwezaje kuondoka bila kumwaga mkewe? Kila alipojiuliza alikuwa nakosa jibu. Ukimya wa kujiuliza maswali ulimfanya mkewe kumuuliza kwamba mume wangu, naam, mbona hunijibu swali langu? Au ulikuwa na kazi ya umuhimu huko ofisini? Ndio. Mustafa alikubali ili kuepusha maswali asiyoyaelewa kwa wakati ule. Hata kama hivyo mume wangu, basi ungenipigia simu kunijulisha, maana mimi nimeshtuka na amka asubuhi sikuoni kitandani. Mke wangu, unajua simu yako ndo iliweza kunishtua sana na kuachana na kompyuta toka niliweza kuingia ofisini. Hapo Mustafa alitengeneza uongo kwa mke wake, uongo unaofanana na ukweli, japokuwa bado alikuwa hajielewi kwa vile alikuwa hakumbuki kama asubuhi alitoka nyumbani kwake. Pole mme wangu, lakini uko salama, si ndio? Asante mke wangu, niko sawa. Sijui wewe mpenzi wangu, niliondoka bila hapo kukuaga nyumbani. Mimi si jambo. Unajua kidogo nimefarijika baada ya kugundua kwamba unaendelea vizuri. Pole sana mke wangu. Asante, basi nikuache ufanye kazi, maana nilijua labda kuna tatizo. Asante sana mke wangu. Jamaa baada ya kukata simu alijikuta ni mtu mwenye mawazo mengi sana, baada ya kujikuta amelala mpaka kukamfanya alala ofisini tena kwa muda mrefu vibaya mno. Akajiuliza imekuaje mimi nimelala usingizi wa namna hii? Jamaa alinyanyuka kitini, akajinyosha pale mwili wake, mwili ulikuwa umechoka vibaya mno. Baada ya kujinyosha na kutengeneza pale nguo zake vizuri, alitoka nje ili kuzungumza na mlinzi kutaka kujua ofisini amefika saa ngapi mpaka amejikuta muda ule amelala. Alikwenda mpaka getini. Mlinzi alipomwona, mlinzi alishangaa. Akamuuliza kwa sauti juu, "Aise bosi, leo umelala ofisini nini?" "Kwa nini unasema hivyo?" "Aise, sijakuona kabisa kupita." "Na mimi macho yangu muda wote yalikuwa macho bosi, lakini sijakuona kabisa hapa kupita. Lakini pia hata macho yako pia yanaonekana yamevimba sana. Inaonekana umelala sana bosi." Hebu nisikilize. Hivi jana nilipotoka hukuniona?" "Unajua bosi, mimi nilikuona. Ajabu, lakini sijakuona kupita kuingia. Lakini eti nakuona unatokea ndani ofisini. Kwa sababu wewe hapa jana hapa uliondoka vizuri tu. Lakini umeingia muda gani ndo hapo hata mimi nashangaa bosi. Sijakuona kabisa wakati unaingia." Kazi ipo. "Aise bosi, kwani vipi? Mbona kama vile uelewi?" Nikamwambia, "Sikiliza John, hebu njoo mara moja ofisini." Hapo Mustafa akaongozana na mlinzi wake mpaka ofisini ili wazungumze vizuri, kwani muda ule alikuwa hajielewi. Baada ya kufika ofisini, Mustafa alimueleza mlinzi, akamwambia buka hapo chini mara moja. Kweli John alikaa kwenye kiti kwa ajili ya kumsikiliza bosi wake. Mustafa baada ya kukaa alitulia kwa muda kuvuta kumbukumbu,
kwa yote yaliyokuwa yamemtokea na akawa anataka ushauri kwa mlinzi, kwani alianza kuchanganyikiwa baada tu ya baadhi ya mambo kuyaona kama vile mauzauza. Msikilizaji, muda wote John alikuwa ametulia akimwangalia bosi wake aliyekuwa ameinama. John, Mustafa alimuita huku akiwa ananyanyua pale kichwa kumtazama. Yule John akaitikia, naam boss. Kuna kitu kinanichanganya sana. Aisee boss, kitu gani tena? Kuna baadhi ya mambo siyaelewi kama ni ndoto ama ni kweli. Aisee boss, mambo gani tena hayo? Hivi unamjua yule mwanamke mzuri anayekujaga hapa ofisini? Aisee boss, yule mimi namjua, ndio namjua, anamuonaga hapa, anakuja mara nyingi sana. Unamuonaje yule mwanamke? Yaani kivipi boss? Unamuona yuko kama wanawake wengine? Ndio boss, kwani vipi? Mbona kama vile boss sikuelewi. Ushawahi kuona mwanamke mzuri kama yeye? Aisee bosi, naomba niwe mkweli aisee, sijawahi kabisa kuona mwanamke mzuri kama yule. Alafu bosi, nilitaka kukuuliza, hivi yule mwanamke umemtolea wapi? Kusema ule kweli, unajua bosi, yule mwanamke ni pisi, tena pisi kweli kweli. Alafu ajabu, kila nikimwona mwili wake unanisisimka vibaya mno. Alafu mpaka kuna muda mapigo ya moyo wangu yananienda mbio, mpaka nakuwa na wasiwasi, vinyweleo vinakuwa vinanisimama pindi tu anapotokeaga. Unajua ni kwa nini? Bosi, hata sijui ni kwa nini. Labda wewe ndio uniambie bosi wangu. Mimi nina wasiwasi na yule mwanamke, huenda akawa ni Naam, hapo Mustafa alinyamaza ghafla mara baada ya kumwona aliyekuwa amekaa mbele yake. Hakuwa mlinzi John, bali alikuwa ni Shena, akiwa anamtazama kwa uso wake ambao ulikuwa umejaa machozi ya damu. Mungu wangu, Mustafa alishtuka sana mpaka kaanguka chini ya kiti. John aliyekuwa amekaa kwenye kiti alishtuka kumwona Mustafa akishtuka na kuanguka vile. Ilibidi John amokote bosi wake na akamkalisha kwenye kiti. Lakini ajabu, kila alivyokuwa anaongea sauti haikutoka. John alishtuka, alijitahidi sana kumuita bosi wake Mustafa ambaye alinyanyua mdomo kuzungumza, lakini sauti ilikuwa haitoki. Alimpigia simu mkewe ambaye naye alifika mara moja. Alishtuka kumkuta mumewe kwenye ile hali, kila anapotaka kuongea sauti ikawa haitoki. John, mume wangu amepatwa na nini? Aisee madam, tulikuwa tunazungumza na bosi vizuri tu, lakini ghafla nikamwona mwenzangu ameshtuka. Bosi akaanguka chini. Nilipomuinua, kila alipotaka kusema sauti ikawa imepotea kabisa. Hasa kipi kimempata mume wangu jamani? Mwanadada huyu Husna aliuliza, na ndipo mlinzi huyu John akasema, madam, hata mwenye nashangaa kwa kweli, siku ya leo bosi simuelewi kabisa. Inawezekana ni malaria, hebu tumwaishe hospitalini mara moja. Hapo msikilizaji, wakawa wanataka kumwaisha hospitalini. Mustafa kila alipokuwa anajaribu kuzungumza sauti haikutoka. Alikwisha kujua makosa yake kwa kutaka kutoa siri ya Shena, ambaye alifahamu ya kuwa Shena sasa sio kiumbe cha kawaida kutokana na matukio yaliokuwa yanamtokea. Japo hapo awali hakutaka kukubaliana na akili yake kwamba Shena sio kiumbe cha kawaida, lakini mpaka sasa Mustafa ilibidi akubali kwamba Shena si binadamu. Aliamini yote yaliyotokea haikuwa ndoto bali ni kweli. Baada ya kuupata ukweli wa wasiwasi wake wa tumbo la Shena, alijua kabisa Shena sio kiumbe cha kawaida. Vyote alivyoviona Mustafa na kujikuta amelala katikati ya bahari, aliamini moja kwa moja kwamba mpenzi wake sio mtu wa kawaida bali ni jini, japokuwa hakuwahi kumuona, ila tu aliamini kabisa Shena sio binadamu. Mustafa alijiuliza nini hatima yake baada ya kutaka kuitoa siri ya Shena ambayo hakutaka kiumbe chochote akijue. Mustafa aliwasikia jinsi walivyokuwa wanaongea kutaka kumpeleka hospitalini. Mustafa aliwakatalia kwa kutikisa kichwa, akawa anaomba kurudishwa nyumbani kwa kuwaandikia kwenye karatasi kwamba naombeni mnirudishe nyumbani, msinipeleke ofisini. Mke wake akamuuliza, sasa mume wangu utaponaje kama hutaki kwenda hospitalini? Mustafa akaandika tena kwenye karatasi, nirudisheni nyumbani. Aliandika kwa herufi kubwa kuonesha msisitizo kwamba asipelekwe hospitalini. Lakini alipoulizwa anaumwa nini, akawaambia kwamba yeye mwenyewe hajui anaumwa nini, ila tu wamrudishe nyumbani. Mkewe ilibidi akubaliane na mumewe kumrudisha nyumbani. Mustafa
Alitegemea kupata simu kutoka kwa Shena ili naye apate nafasi ya kumwomba msamaha, lakini wiki ilikatika bila dalili zozote za simu kutoka kwa Shena. Kazini hakuweza kwenda kwa wiki nzima, ilibidi apewe mtu mwingine nafasi ile, huku kampuni ikijitolea kumtafutia matibabu. Hospitali zote alizokwenda Mustafa halikuonekana tatizo lolote. Mustafa aliogopa kuwaeleza sababu ya yeye kuwa vile, kwa kofia adhabu zaidi kutoka kwa Shena. Baada ya tiba za hospitalini kushindikana, watu walimshauri Husna ampeleke mumewe upande wa pili, labda mumewe achezewa. Mustafa pia hakutaka kwenda kwa mganga wa kienyeji kwa kofia kukatazwa kwa mkewe kwenda kwa mganga. Tena alikatazwa na Shena wakati wa matatizo yale ya kwamba hawatakiwi waende kwa mganga wa kienyeji. Lakini Mustafa ilibidi tu akubali kwa vile ndugu zake wasingemuelewa. Alipelekwa kwa mganga mmoja hivi yuko huko Vingunguti. Alipofika huko, walisubiri kwa muda na ndipo walipopata nafasi ya kuonana na mganga. Alikuwa ni mganga kijana tu, lakini alikuwa ni mganga aliyejijengea sifa kutokana na kuwasaidia watu matatizo yao. Baada ya kukaa, mganga alitaka kujua wateja wake wana tatizo gani. Sasa Husna akamwadithia mganga toka siku ya kwanza kutokewa na tatizo lile. Kutokana na maelezo ya mlinzi na hata walivyomchukua mpaka siku ile waliokuwa wamempeleka mbele yake, yani yote Husna alielezea. Huyu mganga baada ya kumsikiliza Husna alishika mkono wa kulia kwenye paji la uso. Na baada ya muda mganga alitikisa kichwa, yani kama vile amesisimka mno. Akaanza pale kutoa mbwewe mfululizo na kisha aliweka mkono sikioni, yani vile kama anasikilizia simu. Mganga akawa kama vile anakubaliana na kila anachokisikiliza kupitia kiganja chake cha mkono. Alafu naye akajibu, ndio. Sawa. Hapana. Ndio. Hapana. Sawa. Nimekuelewa. Sasa baada ya kuzungumza vile mganga kwa zaidi ya kama dakika 15 nzima, ndo akatoa ule mkono wake sikioni. Hapakuwa na simu, lakini ilionekana kama vile anaongea na simu. Akawatazama wateja wake kwa kutembeza macho kwa kila mmoja, huku macho yake huyu mganga yakionekana kabisa kumeremeta kama vile ya simba. Yaani macho ambayo yalikuwa yanawatisha mpaka wateja wake. Wote walikuwa wako kimya wakimsikiliza huyu mganga. Mganga akasema, tatizo nimeliona. Lakini hili tatizo linaonesha yeye mwenyewe analijua hilo tatizo. Kwa hiyo unatusaidiaje mganga? Dawa yake hakuna, ila naomba wote mtoke, abakie tu mgonjwa. Mganga aliomba kuachwa peke yake na mgonjwa. Husna akasema, kwa hiyo ndo atapona? Naomba kwanza mtoke. Ilibidi watoke nje, wakamwacha Mustafa pamoja na yule mganga. Baada ya kutoka, mganga alitulia kwa muda na kisha akamuita Mustafa kwa jina lake. Akamuita, Mustafa. Naam. Hapo Mustafa sauti ilitoka. Mganga akasema, unajua tatizo lako? Ndio najua. Kwa nini ulifanya vile? Nilikuwa nina wasiwasi na mpenzi wangu kutokana na mimba yake, na ndio maana nilikiuka masharti yake ili nione gizani kuna nini. Unajua kilichompata msaidizi wako? Msaidizi wangu unamzungumzia Sara? Ndio. Hapana, sijui kilichompata. Sara alikuwa ni mbishi kama wewe. Sasa hivi Sara ni mbwa kama mbwa wengine. Mungu wangu. Baada ya kufanya kosa la kwanza, Sara bado akaendelea kufanya kosa lingine. Ndio sawa na ulichokifanya wewe. Umefanya kosa la kwanza kwa kuwasha taa gizani, na umeendelea kufanya kosa lingine la kutaka kutoa siri ambayo ni ya kwako peke yako, haitakiwi mtu mwingine kujua. Ni kweli mpenzi wako ni jini, hilo ulitakiwa kulijua mapema sana, na sio kwa kutoa siri nje. Mpenzi wangu mimi jini? Unashtuka nini wakati matukio yote yalikuwa sio ya kawaida? Kwa vile bado ilibakia kuwa siri, mpenzi wako kila alipozima taa aligeuka kuwa jini kamili kabisa, na tumbo lile kubwa ile ni mimba yake.
Au wewe ulidhani kwamba Shena ni binadamu? Sasa nitafanyaje? Kitendo cha Shena kuja mbele yako wakati unataka kutoa siri nje amesababisha maumivu makali mno ya tumbo kwa vile alikurupuka. Sasa hivi yuko hoi bin taban. Msaada wako ni kuendelea kuwa hivyo hivyo ili ibakie siri mpaka atakapojifungua. Na kama Shena atakufa, lazima na wewe utakufa kwa vile tayari kivuli chako kimo ndani ya damu yake. Kivuli chako kipo ndani ya damu yake, ambao ndo wale watoto waliopo tumboni katika ujauzito ule. Kwa hiyo Shena akifa, jua kabisa na wewe unakufa. Mustafa hukutakiwa kuliona lile tumbo akiwa katika umbile la kijini. Ungeweza kufa muda ule ule. Lakini mapenzi ya jini yule Shena ni makubwa sana kwako. Kwa vile bado hukutaka kuelewa, ukataka kutoa siri. Hapo ndipo ulipopewa adhabu ambayo itaisha mpaka atakapojifungua. Hutoweza tena kuongea. Sasa, kwa hiyo lini sasa anajifungua? Baada ya miezi 7 atakapojifungua ndo utaweza tena kuongea. Kwa hiyo mganga, miezi yote 7 mimi nitabaki hivi hivi siongei? Hiyo ndio faida ya kiburi chako. Na adhabu hiyo ni ndogo sana kuliko zote ambazo anazitoa. Au unaweza nikasema hiyo ni adhabu ndogo kuliko zote ambayo ameitoa mama yake baada ya Shena kuingilia kati kitendo chako kile. Kimamumiza sana mama yake. Mama yake na Shena alitaka kukupa adhabu ya kifo. Lakini pia ulitakiwa ugeuzwe hamnazo, mtu ambaye hana akili timamu. Mungu wangu. Sasa mganga, utanisaidia vipi ndugu yangu? Mimi sina msaada wowote zaidi tu ya kuitumikia adhabu yako, na zaidi ya hapo ukitaka chokochoko utapotea wewe na waliokuzunguka. Kwani siwezi kuonana na Shena nimwombe msamaha? Shena yuko katika uangalizi mkali baada ya kutoka kule ujinini bila ridhaa ya wazazi wake ili kukuzuia wewe usitoe siri yake. Umemsababishia matatizo sana Shena. Na hivi hana kauli, hajiwezi kwa lolote, kwa sababu sharti la jini anapokuwa mjamzito haruhusiwi kuja duniani. Lakini Shena imebidi atoroke kule ujinini, amekuja duniani ili kukuzuia wewe usitoe siri zake. Kwa hiyo yaliyompata Shena ni makubwa, yuko hoi na yuko chini ya uangalizi. Huwezi kuonana naye. Mganga, kwa hiyo itakuwaje? Adhabu yako ni kuitunza siri hii kwa miezi 7. Cha kuomba ni Shena tu apone upesi ili uweze kupunguziwa adhabu au kuondolewa huo ububu ulionao hivi sasa. Kwa hiyo mganga, tunapomaliza kuzungumza mimi na wewe hivi, narudi katika hali yangu ya kuwa bubu, si ndio? Ndio maana yake, na huo ndo usalama wako. Itabidi nikubali tu, sina jinsi. Naam, msikilizaji, Mustafa alikubali kwa shingo upande. Baada ya makubaliano, aliitwa Husna ambaye ni mke wa Mustafa na mtu aliyemsindikiza, ambao waliamini watakuta mabadiliko ya kukuta labda Mustafa anazungumza, lakini ilikuwa tofauti na mawazo yao. Mustafa bado alikuwa yuko katika hali ya ububu, hawezi kuongea. Husna alimuuliza yule mganga, mganga umefikia wapi? Nimejitahidi kadiri ya uwezo wangu. Imeonesha mgonjwa wenu huu ugonjwa unatoka taratibu bila kutumia dawa yoyote. Sasa itachukua muda gani mganga? Sijajua. Ila msirogwe kwenda kwa mganga mwingine eti amponye huyu Mustafa. Dawa itakayomponya Mustafa ndio itakayomfanya awe bubu milele. Kwa hiyo hata panado tusimpe akiumwa. Dawa zote mpeni, ila sio dawa za kutibu ugonjwa huu. Msikubali kumpeleka kwa maombi ya aina yoyote au kwa mganga mwingine yoyote. Mkifanya hivyo, mtaikumbuka hii kauli yangu. Mtampoteza huyo. Sawa, tunashukuru. Baada ya kukubaliana na mganga, walimchukua mgonjwa wao ambaye ilikuwa ni vigumu kuamini ya kwamba anaumwa. Alikuwa kwenye hali ya kawaida. Anatembea, anatabasamu, anaona, yuko fiti kabisa, lakini alikuwa hawezi kuongea.
yaani akiongea sauti haitoki. Walipotoka hapo kwa mganga, wakarudi nyumbani. Naam, msikilizaji, siku zilizidi kukatika huku Mustafa akiwa katika hali ya ububu na Sara akiwa katika umbile la mbwa. Mateso makubwa yalikuwa yako kwa Sara. Sara ambaye aliendelea kuishi maisha ya kujificha, aliendelea kuishi maisha ya kukimbia watoto kumpigia mawe, na alikuwa analala kwenye majumba mabovu. Kule chini ya bahari, yule jini Shena alipata unafuu haraka sana. Aliweza kukaa hata kula pia yeye mwenyewe baada ya kupoteza fahamu kwa zaidi ya miezi 3 iliyotishia uhai wake. Kukubali kwa Mustafa kuendelea kuwa katika hali ya ububu na kukubali na maelekezo ya mganga, ile ilimsaidia sana Mustafa kuwahi kupata unafuu. Kama mkewe Mustafa angekuwa ni mbishi kama Sara, lazima tu angewapoteza mumewe na Shena pamoja na watoto waliokuwa tumboni mwa Shena. Baada ya kupata nafuu, alitaka kujua Mustafa yupo katika hali gani, kwa sababu aliamini hasira za mama yake lazima tu angemfanya kitu kibaya. Katika vitu vyote, jini Shena alimkataza sana mama yake asije akamuua ama kumpatia adhabu kali mpenzi wake Mustafa. Mama, mpenzi wangu yuko katika hali gani? Nataka kujua. Mpenzi wako nilimgeuza akawa bubu ili asitoe siri mpaka muongee nyinyi wenyewe na mkubaliane. Mama, mimi nimepona. Vipi hali yake kwa sasa? Bado sijamtoa hali ya ububu, lakini niliangalia maisha yake siku zote. Ila amenifurahisha sana yule kijana. Kuto kutafuta dawa kwa ajili ya kutibu ububu wake. Kitendo kile kimesaidia wewe kupata unafuu wa haraka sana. Mama, Mustafa ni mtu msikivu sana. Sijui ni kwa nini siku ile hakutaka kunielewa mpaka akawasha taa. Wewe ndiye mwenye makosa mwanangu. Ulitakiwa kujitambulisha mapema kwa vile alikuwa nakupenda sana. Angekuelewa tu. Mama, nilihofia kumweleza kwamba mimi ni jini, angenikimbia, angenikataa. Ona sasa. Alikuwa anatoa siri nje kwa vile alikuwa haelewi kila kitu kingekuwa wazi. Ububu na uelewa wake ndo nafuu yako. Bila hivyo ungekufa. Hali ilikuwa ni mbaya sana kwa upande wako. Mama, sasa nifanye nini? Aletwe leo na ambiwe ukweli, na lazima atakuelewa tu. Lazima ajue kwamba wewe sio binadamu mwenzake. Sawa mama, nimekuelewa. Malkia Zaldau, mke wa mfalme wa Bahari ya Dhahabu, mama wa Shena, walikubaliana na mwanae Shena usiku wa siku ile Mustafa apelekwe chini ya bahari akaambiwe ukweli ya kwamba Shena sio binadamu. Naam, Mustafa alikuja kushtuka usingizini. Alijikuta yuko pembeni ya Shena ambaye tumbo lake lilikuwa limeongezeka katika umbile la kibinadamu. Tumbo ambalo lilikuwa liko ndani ya vazi la kulalia. Shena alikuwa akimtazama huku macho yakiwa yamejaa machozi. Lakini cha ajabu ni kwamba kila Shena alipokuwa analia, uzuri wake ndio ulikuwa unazidi kuongezeka. Shena, abe, naomba unisamehe sana mpenzi wangu. Huna kosa Mustafa. Mimi ndo natakiwa unisamehe. Kwa kosa gani mpenzi wangu? Nimekutia kwenye mateso bila kukosa. Nisikilize Shena. Huna kosa, bali mimi ndiye nilishindwa kukusikiliza. Hapana Mustafa. Mwenye makosa ni mimi, kushindwa kukueleza ukweli mapema. Shena, mimi nimekuelewa. Najua una wasiwasi, lakini ulitakiwa kunieleza mapema. Nilikuwa na wasiwasi wewe labda ni nani, lakini akili yangu ilikataa. Kwa hiyo umeshaelewa mimi ni nani, si ndio? Ndio, saizi najua wewe ni nani. Hautaweza kuniacha? Nilikueleza mapema kabisa. Shena, sitakuacha maishani mwangu. Wewe ni kiumbe muhimu sana kwenye maisha yangu. Najuta kutaka kukupoteza wewe. Mimi mwenyewe pia
na hata na watoto wetu pia watarajiwa, maanake ni kwamba ningewapoteza. Mustafa, ukitoka hapa hutoitoa siri hii kwa watu? Siwezi kuitoa hii siri. Nimejua makosa yangu na sitoweza tena kurudia makosa yangu. Shena, wewe ni kiumbe mwenye huruma sana. Wewe ni kiumbe mwenye mapenzi mazito sana Shena. Naomba unisamehe kwa yote niliyoyatenda. Nisikilize Mustafa. Kesho utarudi katika hali yako ya kila siku. Ukiamka rudi kazini kama kawaida. Usihoji kitu chochote, ukifika uendelee na kazi zako. Okay. Ni sawa, nimekuelewa. Mustafa, nitafanya kila kitu ili maisha yako yawe juu baada ya mimi kujifungua. Nitakubadilishia kazi. Nataka uwe mmoja wa matajiri duniani. Asante sana mpenzi wangu. Nashukuru sana. Hapo Mustafa alimkumbatia Shena kwa furaha. Nakuomba usiniogope kwa vile ushanijua mimi ni nani. Siwezi kukuogopa na nakupenda sana Shena. Baada ya kunipa zawadi ya mtoto, baada ya mimi kujifungua, mkeo naye atapata mtoto. Nisingempa dawa ya ujauzito mkeo kwa sasa kwa vile nisingeweza kujifungua mpaka ajifungue yeye. Hivyo mimi ningeteseka kwa uchungu kwa muda mrefu sana. Nimekuelewa mpenzi, na wala hata usijali kuhusu hilo. Naam, baada ya mazungumzo ya kimahaba walilala. Walipolala manake taa zilizimwa. Na Shena akaondoa nguo zote, akamwachia Mustafa lile tumbo alichezee. Tumbo lilikuwa limezidi kuwa kubwa. Ilikuwa ni siku ya furaha sana kwake. Alipanga siku nyingine amwombee Sara msamaha ili atolewe kwenye lile umbo la umbwa. Sasa siku ya pili kijana Mustafa aliposhtuka asubuhi, alijaribu kumuita mkewe, sauti ilitoka. Mke wangu. He, wewe. Jamani Mungu mkubwa, mume wangu umepona? Husna alikurupuka kutoka usingizini baada ya kusikia sauti ya mumewe. Mumewe akasema ndio nimepona mke wangu. Jamani nyie Mungu mkubwa, siamini kama leo mume wangu leo unazungumza tena sauti na kutoka vizuri. Nitayalishia maji nioge niwahi kazini. Unataka kwenda kazini mume wangu? Ndio. Kwani unajua ulikuwa upo kwenye hali gani? Najua sana tu. Ni sauti ilikuwa haitoki. Sasa naweza kuwasiliana na wateja kama kawaida. Jamani, si ungeangalia kwanza hali yako mume wangu japo hata kwa wiki ndio uende uko kazini? Ni kweli mke wangu, lakini naamini nimepona. Haya, sawa. Mkewe Husna alinyanyuka kitandani na kwenda kumtengenezea maji mumewe. Baada ya kuoga na kupata kifungua kinywa, aliondoka kwenda ofisini. Alipoonekana ofisini, mlinzi alishtuka, akasema, "Bosi." "Vipi John?" "Bosi umepona?" "Ndio niko ofisini." Mustafa kutaka mazungumzo mengi, aliingia moja kwa moja ofisini na alikuta ipo katika hali ya usafi ambao ameuzoea, japokuwa hakuwepo kwa muda mrefu. Hapakuwa na mabadiliko yoyote, na yeye hakuhoji kitu kama alivyokuwa ameelezwa na mpenzi wake Shena. Alifanya kazi kama kawaida mpaka jioni akarudi zake nyumbani. Msikilizaji, Husna alizidi sana kumshangaa mumewe. Akataka kujua tatizo lile kwa mumewe limetokana na nini. Basi baada ya chakula cha usiku, wakiwa wako kitandani, alitumia nafasi ile kuweza kumuuliza mumewe kilichomsibu. Akamwambia, "Mume wangu, hebu pole kwanza kwa matatizo. Maana asubuhi sikuweza kabisa kuzungumza na wewe baada ya kutoka kuwa na haraka sana kwa kazini." "Asante mke wangu. Hivi nini kilichokusibu mpaka ukapoteza uwezo wako wa kuzungumza mpaka mganga akasema hatutakiwi kutumia dawa yoyote?" "Mke wangu, itakuwa ni vizuri endapo tukiachana na hayo mambo." "Hapana mume wangu. Ni mimi ndiye nilikuwa nateseka kuishi na wewe muda wote ukiwa uko bubu. Kwa lazima kuna kitu chenye sababu kilichopelekea hali ile. Hata mlinzi alishtuka kuona ukibadilika ghafla wakati mlikuwa mkizungumza vizuri." "Mke wangu, nakuomba unisikilize. Tuachane na hayo mambo mke wangu. Kwa vile nimeshapona, sasa unataka kuyajua ya nini?" "Kwa nini tuachane nayo mume wangu?" "Hebu basi kuwa mwelewa. Au unataka nirudi katika hali niliyokuwa nayo?" "Hapana mume wangu. Tuachane nayo basi." "Wewe mtu unakwambia tuachane nayo huelewi. Tuachane nayo tusizungumzie, nimeshapona. Unataka ya nini sasa?"
Bwana we, vipi bwana? Nimekuelewa mume wangu. Hapo Mustafa aligeukia upande wa pili, alivuta shuka, mkewe naye akajisogeza karibu na mumewe akamkumbatia kuitafuta siku ya pili. Naam, msikilizaji, kama kawaida kijana Mustafa alishtuka na akajikuta yuko pembeni ya mpenzi wake. Uso wa Shena ulikuwa ni wenye tabasamu pana na ulizidi kuongeza uzuri wake. Alimwangalia sana Mustafa kama anataka kusema kitu. Akamuuliza, vipi mpenzi? Mimi ndo nataka nikuulize wewe, vipi? Mbona kama vile unanitazama sana? Hapana. Mimi najua kuna kitu wewe kinakuumiza akili siku nzima. Kitu gani? Kuhusu Sara. Ni kweli kabisa. Nilipanga kumwombea msamaha Sara. Nina imani wote tumekukosea sana Shena. Mustafa, wewe hujanikosea, lakini Sara akanikosea sana, akafikia hatua ya kutaka kuniua. Aliniendea mpaka kwa mganga wa kienyeji. Adhabu aloipata, nina imani hawezi kurudia tena. Mustafa, nitamleta Sara mbele yako, aseme na akiri kwamba siku akirudia sitampatia adhabu, bali nitamuua. Nimefanya hivyo kwa ajili ya mapenzi yangu kwako Mustafa. Na kuahidi kuusemea moyo wake hata urudia tena. Sawa. Naam, Shena alinyanyuka, alitoka nje, akapiga makofi. Vijakazi na watwana walifika haraka sana mbele yake kumsikiliza. Naombeni mkamlete Sara mbele yangu haraka iwezekanavyo. Sawa binti wa mfalme. Alitoweka ghafla na akamwacha Shena akirudi ndani, na kabla hajaweka makalio chini, Sara alikuwa mbele yake katika umbile la mbwa. Mustafa alishtuka kumwona mbwa akiwa yuko mbele yao. Mustafa, usishtuke. Huyu ndiye Sara. Usishangae. Lakini sijawahi kuona kiumbe mwenye kiburi kama huyu mwanamke. Sara yote alikuwa anayasikia, lakini aliogopa kusema kuomba msamaha kwa kuogopa kubweka na kuwatisha. Machozi yalimtoka Sara, alipiga magoti kuomba msamaha, kwani mateso aliyoyapata asingeweza kuyasahau mpaka anaingia kaburini. Mustafa, machozi ya uchungu yalimtoka kumwonea huruma Sara jinsi alivyokuwa anatabika. Shena alimshika Sara kichwani ghafla, na hapo hapo Sara karudi katika umbile la kibinadamu. Hakusubiri maelezo, Sara alijitupa chini ya miguu ya Shena kwa ajili ya kuomba msamaha. Shena, shoga yangu, najua jinsi gani nilivyokukosea. Niko chini ya miguu yako. Haki ya Mungu, mimi sitarudia tena kukufuatilia wala kufuatilia mambo yasiyonihusu. Nimeamini sisi wanadamu ndo wabaya. Pamoja na mabaya yote nilokutendea, hukuniacha nilale na njaa wala nile jalalani. Na kuahidi kama utanirudisha kwenye umbile la kibinadamu, nitakuwa kiumbe kipya. Sitajiingiza tena katika mambo yasiyonihusu, na kuahidi. Nina imani sasa unanijua mimi ni nani, si ndio? Shena alimuuliza Sara huku akimtazama kwa jicho kali, na Sara akasema, ndio. Nilipokuja kwako, ulinionaje? Hapo Sara alishindwa kujibu, alibaki kimya. Shena akauliza tena, ulikwenda kwa waganga ili kuchunguza kama mimi ni nani? Kama ni jini. Na baada ya kunijua? Shena, nimekukosea, naomba unisamehe. Sitarudia tena. Najutia nafsi yangu. Mustafa, naomba uzungumze na Sara. Na Sara atakaporudia tena, mimi msinishirikishe kwa kitakachompata. Ebu Sara, ukitoka hapa, haya yaache hapa hapa. Ukiropoka litakalokukuta utalia nalo na nafsi yako.
Kaka Mustafa, mimi sirudi tena. Nimejifunza kiburi sio ungwana. Nina imani ya kwamba mmeelewana na leo sitazungumza chochote. Siku ukinitibua Sara, nitakufanya kiumbe cha ajabu. Siwezi kukuua tu, ila cha moto utakiona. Shena, mimi nakuwa pia sitathubutu kusema chochote wala kufanya lolote. Kesho utaamka asubuhi nyumbani kwako. Majirani wakikuona lazima utakutana na maswali mengi. Usiwajibu kitu, oga kisha wahi kazini. Nimekuelewa shoga yangu. Shena alimshika Sara kichwani na akajikuta anapitiwa na usingizi mzito. Aliwaita wasaidizi wake wamrudishe Sara nyumbani kwake ili asubuhi aamke yuko kitandani kwake. Baada ya Sara kuondoka, Shena alimgeukia Mustafa. Mustafa alikuwa ametulia tu akimtazama na kisha akamwambia Mustafa, kuanzia leo sitaonekana mchana wala kufika kazini kwako. Kwa nini sasa iwe hivyo? Sina tena uhuru wa awali. Najiuliza, utakaponiona mchana utanionaje? Au Sara akiniona ofisini atanionaje? Nina imani kila kitu kimeisha. Nimekwisha kuelewa, siwezi kukushangaa. Kwako huwezi kunishangaa, lakini kwangu itachukua muda kuweza kujionyesha wazi tena kwako. Sasa nikiona shida na wewe Shena, utaniona mara moja, lakini sio kama mwanzo kuniona mara kwa mara. Mustafa, naomba ukubaliane na mimi ili twende sawa. Sawa. Nimekubali. Naam, msikilizaji, siku iliyofuata Sara alishtuka asubuhi anajikuta yuko kitandani kwake. Aliamka, alienda kuoga. Alipotoka nje, majirani zake walishangaa. Ilibidi wamuulize yeye alikuwa wapi. Sara aliwajibu ya kuwa alikuwa safari, ila wangezungumza vizuri jioni endapo angerudi kutoka kazini. Sara alikwenda kazini kama kawaida. Akiwa kazini alijawa na mawazo mengi sana juu ya maswali ya majirani zake. Alijiuliza akirudi atawaeleza ya kuwa alikuwa wapi baada ya kuondoka ghafla. Atawajibu nini? Mawazo yalipokuwa mengi juu ya kichwa chake, atawaeleza nini majirani zake wamuelewe? Aliamua kwenda kwa bosi wake kwa ajili ya kuomba ushauri. Na baada ya kumsikiliza bosi wake akamwambia, sikiliza, wewe wanyamazie tu. Lakini bosi, wale ni wasumbufu, watataka tu kunichimba. Nitashindwa kuwajibu nini? Walikuwa na wazo gani? Mimi nataka kuhama pale bosi. Hakuna tatizo, basi wewe hama tu. Ghafla simu ya Mustafa iliita. Alipoangalia alikuta ni Shena ndiye anayepiga. Mustafa akasema kwa sauti, Shena huyo anapiga. He, shoga yangu anasemaje, mpokelee? Sara alisema kwa tabasamu, na ndipo hapo kijana Mustafa akapokea ile simu. Hello mpenzi. Mpe Sara, nataka kuongea naye. Hapo Mustafa ilibidi ampatie simu Sara. Halo shoga yangu, Sara alisema mara baada ya kuchukua hii simu. Na Shena akasema, ni hivi Sara, ukitoka hapa usirudi nyumbani. Umeshahamishwa. Nimehamishwa wapi? Umehamishwa Masaki. Nyumba inatazamana na duka la jumla. Na imani hayo yatakuwa ni maisha yako mapya. Asante sana shoga yangu. Sasa ufunguo? Mustafa ndiye atakayekupeleka sehemu yako mpya. Asante shoga yangu. Haya, kwaherini. Sara alimpatia simu Mustafa, na baada ya kupokea alipewa maelekezo na Shena, na baada ya kukata alimgeukia Sara akamwambia, sikiliza Sara, ukimaliza kazi mimi nitakupeleka. Hivi unajua siamini. Yaani nikitoka kazini na kwenda Masaki. Siamini, na mimi nimekuwa mtu wa matawi ya juu aise. Hongera sana. Ulitaka kumtibua bure tu. Kumbe mambo mazuri yalikuwa yanakuja mbele yako. Boss, mbona nimekoma? Na imani tatizo lako limekwisha, kaendelee na kazi. Okay, sawa boss. Hapo Sara alirudi kuendelea na kazi, na muda wa kutoka Mustafa ilibidi ampeleke Masaki kwenye jumba ambalo ameelekezwa na Shena. Ilikuwa ni nyumba nzuri iliyokuwa na kila kitu ndani. Hapakuwa na kitu chochote kutoka nyumbani kwake kule, zaidi tu vitu vyake vyote vya muhimu alivikuta hapa. Sara aliendelea kumshukuru jini Shena na kuona kumbe
Jini ni umbile, lakini tu wapo majini wenye roho za kushinda hata binadamu, yaani wenye roho nzuri kushinda hata binadamu. Msikilizaji, mwezi mmoja kabla kujifungua kwa Shena ilibidi amweleze Mustafa ya kwamba muda ule anatakiwa kuwa sehemu maalum ambayo hatakiwi yoyote kuingia zaidi ya mzazi wake na mkunga tu. Na pia alimweleza ya kwamba kuonana naye itakuwa ni baada ya miaka 3. Mustafa ilibidi akubaliane na lolote lile kwa sababu hakuwa tena na pingamizi. Msikilizaji, muda ulipofika, jini Shena alijifungua watoto mapacha. Tena alijifungua watoto 3, wa kike 2, wa kiume 1. Ilikuwa ni furaha iliyoje kufanikiwa kupata watoto kutoka kwa mwanadamu. Wakati wa kujifungua, mawasiliano kati ya Mustafa na jini Shena yalipotea. Siku zote Mustafa alikuwa na hamu sana kuonana na Shena, lakini masharti yalimzuia. Shena, baada ya matukio yote ya kuhatarisha maisha yake, alikatazwa na wazazi wake asionekane mchana katika umbile la kibinadamu kwa muda wa miaka 5. Yaani aliongezewa tena miaka 2. Akaambiwa, Shena, kama mtoto umepata, sasa tulia, na kama ukiwa na shida, baba wa watoto wako tutamleta huku akiwa katika hali ya njozi, na baada ya miaka 3 ndio utapata fursa ya kuonana naye. Lakini kuonana naye akiwa katika akili timamu ni baada ya miaka 5. Shena akauliza, kwa hiyo nitarudi lini kama zamani? Akaambiwa baada ya miaka 15 ruksa kurudi tena katika umbile lako la kawaida, na utatembea mchana, na kila mtu atakuwa amesahau yote yaliyopita. Hata watoto kumtembelea baba yao wataruhusiwa. Sawa. Kuanzia siku ile, Shena aliendelea kulea wanaye kwa muda wote huo. Hakuweza kuwasiliana na Mustafa, japokuwa alijua mzazi mwenzie alikuwa katika mawazo mazito ya kumtafuta mpenzi wake. Lakini jini Shena aliheshimu maelezo ya wazazi wake kwa kuhofia kwenda kinyume alafu akakutwa na matatizo. Sasa, wakati Shena akipewa maelekezo na mama yake, upande wa pili nyumba ya Mustafa ilikuwa inawaka moto baada ya wazazi wa Mustafa kumjia juu mtoto wao kutokana na siku zinazidi kukatika, alafu Mustafa inaonekana hana mtoto. Kumbe Mustafa ashazaa na jini huko, watoto wapo huko ujinini, lakini wazazi hawajui. Wazazi wanamlaumu Mustafa, kwa nini umri unaenda, siku zinazidi kwenda, hana hata mtoto mmoja wa kusingiziwa. Pamoja na Mustafa kutumia akili kubwa kuwasihi wazazi wake wawe wavumilivu kwa vile mtoto ni siri ya Mungu, lakini wazazi hawakukubaliana kabisa na Mustafa. Walitaka aachane na Husna kwa vile inaonekana huyu mkewe Husna alikuwa hana uwezo wa kuleta mjukuu. Mustafa akawaeleza wazazi wake kwamba mwaka ule ukiisha bila mkewe kushika ujauzito, ruksa kuivunja ile ndoa. Wazazi wake wakamkubalia na wakamweleza, we Husna, huu mwaka ukikatika mtoto wetu hujambebea mimba, tunaachanisha hii ndoa. Kiukweli Mustafa kichwa kilikuwa kinamuuma sana. Alikuwa anajiuliza, zawadi aliyotaka kupewa na Shena ya mkewe kushika ujauzito atapewa lini? Na upande mwingine alikuwa anamlaumu mkewe kwa kitendo chake cha kukiuka masharti ya Shena muda ule. Sasa hivyo angekuwa na mtoto tayari. Na kibaya zaidi, muda ule alikuwa amepoteza kabisa mawasiliano na Shena. Mustafa alikuwa ni mnyonge sana. Hata alipokuwa nyumbani hakujua hatima ya ndoa yake kwa kuona mwaka unaweza ukakatika bila mke wake Husna kushika ujauzito, na wazazi wake watavunja hii ndoa. Sasa usiku wa siku ule alichukuliwa kwa njozi akapelekwa chini ya bahari. Aliposhtuka alijiona yuko pembeni ya Shena ambaye kwa wakati huo hakuwa na tumbo kubwa. Ili ilimjulisha moja kwa moja kwamba tayari Shena amejifungua. Pole mpenzi wangu. Sijapoa kwa vile ndoa yangu inavunjika wakati wote na saa yote. Mustafa, najua, na ndio maana nimekuleta huku kabla muda wake. Ilikuwa kazi nzito kuwashawishi wazazi wangu uje huku wakati ni juzi tu nimejifungua. Kwanza napenda kukupa hongera ya kuwa baba wa watoto wangu. Mungu kajalia nimejifungua mapacha 3, 2 ni wa kike na 1 ni wa kiume. Wa kike ni wazuri kuliko mama yao,
na wa kiume ni mzuri kama baba yake. Kwa vile muda wangu wa kutoka huku bado, niliwaomba wazazi wangu uje tujadiliane ili tuweze kuokoa ndoa yako. Nitashukuru sana Shena. Sasa kuna kitu nataka tukifanye iwe siri yetu. Kwa sasa itakuwa ni vigumu kwa mkeo kushika ujauzito mpaka watoto wangu wafikishe mwaka. Kwa muda uliozungumza na wazazi wako, lazima utapita, wazazi wako watavunja ndoa yako. Najua na wewe unampenda sana mke wako. Ni kweli nampenda mke wangu. Sasa ni hivi, nitampatia mkeo mimba, itakuwa mimba hewa. Mimba ambayo itakuwa ni ya muda mfupi kuliko mimba zote. Muda ukifika atakwenda kujifungua na kitakachotoka tumboni mwake utakuwa ni upepo tu kama gesi ambao utawafanya wakunga wapitiwe na usingizi mfupi tu, na hata mke wako naye atapitiwa na usingizi. Alafu sauti ya mtoto ndo itakayowashtua na wakiamka watakuta mtoto pembeni ya mama yake. Umesema atakuwa na mimba hewa? Yaani tumboni mwake kutakuwa hakuna mtoto. Sasa huyo mtoto akishajifungua anatokea wapi? Mustafa, nipo kwa ajili ya kuokoa ndoa yako. Kati ya hawa wanangu watatu, nitamtoa mtoto mmoja ambaye wakati wamelala, huyu mtoto mmoja ataletwa, ataachwa hapo. Wao wakija kushtuka wajue kwamba mke wako amejifungua. Na imani baada ya hapo kesi itakuwa imeisha kwa wazazi wako, kuamini kwamba mkeo sio mgumba. Kwa hiyo huyo mtoto utatuachia moja kwa moja? Hapana. Nitampa tu kwa miezi 3 na kisha nitamchukua mwanangu. Na hofia mtoto wangu akianza kukua atakuwa na tabia za ajabu ambazo zitawachanganya hasa mke wako na majirani pia. Kwako atakuwa ni mwoga kwa vile ni baba yake, lakini kwa mtu mwingine itakuwa ni vigumu kumsikiliza. Atakuwa ni mtoto wa ajabu sana kwa sababu hatakuwa binadamu wa kawaida. Sasa utamchukua vipi wakati mke wangu atajua ni mtoto wake? Atapotea katika mazingira kutatanisha. Na usishtuke, nitakuwa nimemchukua mwanangu mimi mwenyewe. Kwa si unatuachaje sasa? Najua mkeo ataumia kupotelewa na mwanae. Mbembeleze kwa vile baada ya muda mfupi atashika mimba ya kweli na atazaa mtoto wa kwenu asiyekuwa na masharti. Atakuwa ni kiumbe ambaye ni binadamu kama nyinyi. Okay. Sawa, nimekuelewa. Mustafa, usihudhunike. Kwa vile sina jinsi, ni lazima nifanye hivyo ili kuokoa ndoa yako. Nitakupa dawa, utampatia. Hiyo dawa utaiweka kwenye maji. Akisha kunywa atakuwa na dalili zote za ujauzito. Najua utashtuka, lakini mwambie anywe maji glasi 1 kuweza kuituliza hiyo hali. Na ujauzito huo utakuwa ni wa miezi 5 tu. Na safari hii ninawaruhusu mwende hospitali ili wazazi wako wajue ujauzito ni wa kawaida. Watajua ujauzito ni wa muda mrefu, lakini kumbe ujauzito utakuwa ni wa muda mfupi. Baada ya miezi 2 mwanamke wako atajifungua. Okay, sawa, nimekuelewa. Hapo msikilizaji, Mustafa aliposhtuka alijikuta amelala kitandani kwake akiwa yuko na dawa mkononi. Aliamka, akatulia kitandani kwa muda, akakumbuka yote aliyoelezwa na Shena. Hakuwa na jinsi zaidi ya kukubali ili kuweza kuiokoa ndoa yake. Asubuhi kabla ya kwenda kazini, alimpa mkewe ile dawa aliyopewa usingizini na Shena. Baada mkewe kunywa, alimwaga mshikaji na akawa anaenda kazini. Alipofika kazini Mustafa, kabla kuanza kazi, mkewe alipiga simu. Hali yake ilikuwa ni mbaya, ni kama mtu mwenye ujauzito wa muda mrefu. Mustafa akamwambia mkewe anywe glasi 1 ya maji. Mkewe alifanya hivyo na baada ya kunywa hali ile ilitulia, lakini alikuwa amechoka vibaya mno. Alipanda kitandani kulala na alipoamka Husna alishangaa kukuta tumbo limekuwa kama ujauzito wa muda mrefu. Ile hali ilimshtua, akampigia simu mumewe kumweleza kile kilichomtokea. Lakini Mustafa akamwambia mke wangu usiogope, hiyo hali ya kawaida tu. Huenda ujauzito huo uliingia muda mrefu. Dawa niliyokupa imefukua hiyo mimba. Kwa hiyo hata usiwe na wasiwasi mke wangu. Kama vipi wewe nenda hospitalini ukapime hali yako. Lakini mume wangu nimegundua unipendi. Tuliambiwa nini na Shena? Nikamwambia hivi, sikiliza. Shena amesema sasa tunaweza kwenda hospitalini. Nenda mke wangu. Hiyo mimba ilikuwepo muda mrefu, sema tu ulikuwa hujui. Kwa hizi hiyo dawa ndio tumbo limefumuka hivyo. Nenda hospitalini mke wangu. Hapana. Siwezi kwenda mume wangu, tafuta ufumbuzi mwingine. Mimi sirudi kosa lile haka. Ilibaki kidogo tu nife, mimi siende hospitalini. Mke wangu sio na wasiwasi bwana. Shena ameruhusu. Okay, basi subiri nije nikupeleke mimi mwenyewe hospitalini. Kama ni hivyo sawa, na kusubiri.
Mustafa aliacha kazi zake, akarudi nyumbani. Alimfuata mkewe akampeleka hospitalini. Alipofika nyumbani, alishtuka kuona tumbo la mkewe limekuwa kubwa, yani utadhani labda ni ujauzito wa muda mrefu. Lakini alificha ule mshtuko wake kwa kuhofia kumshtua mkewe. Maana mkewe anaweza kaona ni kitu cha ajabu kimemtokea. Mustafa alimchukua mkewe akampeleka hospitalini, ambapo katika kufanywa vipimo ilionyesha ujauzito upo sawa. Daktari yeye mwenyewe kwanza alishangaa. Huyu mwanamke amekaa zaidi ya miezi 5 bila hata kufika hospitalini. Ilibidi amuonye asije akafanya vile tena, kukana ujauzito kwa muda mrefu vile. Baada ya maelezo wakaruhusiwa kurudi nyumbani. Lakini Husna alikuwa amechoka, yani kama ujauzito wote ulikuwa umeshapitia hatua zote kufikia hatua ya kumchosha vibaya mno. Walikubaliana na mumewe kwamba ile ibaki kuwa siri, kwa sababu ilikuwa ni tofauti na ujauzito ambao wenyewe wanafahamu. Miezi 2 baadaye ujauzito ukafikisha miezi 7. Kwa vipimo vya hospitalini na maelezo ya Shena, Husna alishikwa na uchungu mkali, akakimbizwa hospitalini. Kutokana na muda ujauzito ule, wengi waliamini kwamba ni maumivu tu ya tumbo, lakini kulionekana dalili zote za kujifungua ziko tayari. Baada ya kufikishwa hospitalini, Husna aliendelea kuugulia, huku mkono mmoja ukiwa umeshika tu hivi kiuno, mwingine upo kwenye kichwa, kutokana na maumivu makali mno ya uchungu. Wauguzi walimkimbiza wodini wakiwa hawana uhakika kama siku ile ndio ilikuwa ni siku ya kujifungua. Baada ya kumfikisha, wakampandisha kitandani, huku Husna akiendelea kulalamika katika dalili zote za kujifungua. Ilibidi sasa wampe huduma ya kujifungua. Husna alianza kusukuma mtoto, lakini ghafla ulitoka moshi, yani moshi ukawafanya wote wakalewa. Walilewa usingizi wa top unaambiwa. Sio daktari, sio Husna, wote wakapitiwa na usingizi. Muda huo Shena akamtuma jini wa kike apeleke mtoto pale hospitalini. Alikuwa ni mtoto wa kiume aliyekuwa anafanana sana na baba yake. Akamweka pembeni ya Husna yule mtoto, na baada ya muda wote wakaja wakashtushwa pale na kilio cha mtoto. Mtoto alikuwa ameshakatwa kitovu kabisa na alikuwa amesafishwa. Hakuna aliyejua nani kafanya vile. Kila mmoja aliamini kwamba mwenzake ndiye kafanya. Ilibidi wampe hongera mzazi kwa kupata mtoto wa kiume mwenye afya nzuri. Hali ya mzazi nayo ilikuwa ni njema. Alipelekwa wodini kwa huduma zaidi, na baada ya taratibu zote Husna akaruhusiwa kutoka hospitalini na kurudi nyumbani na mwanaye ambaye kila aliyemwona alisema amefanana kweli na baba yake. Mustafa alijua kila kitu. Ilibidi abaki na siri nzito moyoni mwake. Lakini amani ikawa imerudi nyumbani kwake, na hata kwa familia pia walifurahi, mpaka wakamwambia, kwa hiyo wewe Mustafa, mpaka tukuseme ndo unatugea mjukuu. Japokuwa yule mtoto alikuwa ni wa kwake yeye mwenyewe, lakini hakuwa wa mkewe, bali alikuwa yule mtoto ni wa jini Shena. Siku nazo zilikatika, muda nao ulisogea wa mtoto Shena kurudi kwa mama yake. Miezi 3 ilipotimu, alitumwa jini kumfuata mtoto akiwa katika umbile la kibinadamu. Mwanamke aliyekuwa amevalia kiheshima, huyu alikuwa ni jini Shaunan. Alitembea taratibu, akabisha hodi kwenye nyumba ya Mustafa. Wakati huo mke wa Mustafa alimkuta amemaliza pale kumnyonyesha mtoto. Alikwenda akafungua mlango, akamwona mwanamke mzuri aliyekuwa kinukia manukato kama anayoyatumia mumewe. Sasa Husna hakujua, akamkaribisha, karibu mgeni. Yule mwanadada akasema asante. Mgeni alijibu huku akiingia ndani. Alipofika aliketi na kisha akasema, habari za hapa? Sultani, ujambo? Sultani ndo lilikuwa jina la mtoto ambalo Mustafa aliambiwa ampatie ule mtoto, na ndio lilikuwa jina lake la huko kwenye majini. Mtoto wa jambo, ni mzima. Naomba kumuona huyu mtoto. Husna bila wasiwasi akamkabidhi mtoto huyu jini Shaunan, ambaye alikuwa ni mcheshi vibaya mno. Kutokana na ucheshi wake, alimzoea haraka sana Husna, kwa hiyo Husna hakuwa na wasiwasi. Akaambia mgeni, samani, natoa vyombo vya mtoto mara moja. Yule jini akasema hakuna tatizo. Husna mpaka muda huo hakujua kama huyu mdada alioingia humu ndani alikuwa ni wa hatari. Hakujua kama alikuwa ni jini. Husna akarudisha vyombo vya mtoto jikoni, akarudi kumsikiliza mgeni. Baada ya kukaa, akamkaribisha tena, karibu mgeni. Mgeni yule akasema asante. Sasa kabla Husna hajaongeza neno, simu iliita. Cha kumshangaza, simu iliita ikiwa iko chumbani, wakati simu alikuwa nayo muda mfupi tu hapa sebreni kabla kurudi chumbani. Yaani mpaka mwenyewe Husna akasema, hii mbona maajabu? Simu mimi si nilikuwa nayo hapa. Jamani, nimeondoka muda gani mpaka simu inaita chumbani jamani? Lile jini likasema, labda umesahau, simu haiwezi kujibeba yenyewe, nenda kaisikilize tu, huenda labda shemeji anapiga. Alizungumza hivyo jini Shaunani.
Husna alinyanyuka pale sebuleni akaenda kupokea simu chumbani. Kitendo cha yeye kuingia tu chumbani, jini shaunani likatoweka na mtoto. Husna alipofika chumbani alishangaa kukuta simu haina hata missed call, yani simu haijaita. Husna alishangaa wakati alisikia kabisa simu inaita kabisa. Na hata mgeni alisikia. Husna akatoka sebuleni. Akakuta sebuleni pale pako empty. Yule mgeni hayupo wala mtoto hayupo. Husna akaanza kuita mgeni, mgeni. Husna aliita kwa sauti lakini hapakuwa na jibu. Alitoka nje, labda ametoka, vile vile hapakuwa na jibu lolote. Akajiuliza atakuwa amekwenda wapi mgeni na mtoto wangu? Akatoka mpaka nyumba ya pili, labda wamemwona mtu akiwa na mtoto, na wenyewe watu hao nyumba ya pili wakasema si hatujamwona mtu akiwa na mtoto wako. Husna akampigia simu mumewe, akampa taarifa kwamba mtoto kapotea ghafla. Guess what? Taarifa ile haikumshtua kabisa Mustafa. Alishajua mtoto kashachukuliwa na mama yake. Lakini Mustafa akajifanya amerudi nyumbani haraka haraka pale, akamtuliza mkewe ambaye muda ule mkewe alikuwa amepagawa. Alipofika alimkuta mkewe amepagawa. Alikuwa analia ovyo ovyo, mikono iko kichwani. Husna alipomwona mumewe alimkimbilia, akamkumbatia, akaendeleza pale kilio, mume wangu, mwanangu ameibiwa, mwanangu. Jamaa alijitahidi sana kumbembeleza mkewe, akamweleza watamtafuta mtoto mwingine kama huyo hataonekana, lakini ngoja tupeleke taarifa polisi kwanza mke wangu. Basi wakapeleka taarifa polisi kwenye vyombo vya habari nini. Lakini tafuta mtoto, hamna kitu. Walipoenda kule polisi wakaambiwa leteni picha za mtoto. Kuja kuangalia picha za mtoto hata hamna. So kwenye simu, so kwenye nini, wakati mtoto alikuwa anampiga picha lakini picha hakuna. Kwa taarifa ilitawanyika kila kona, ambayo siri yake alikuwa anaijua Mustafa peke yake, ya kwamba mtoto hajapotea, akachukuliwa na mama yake. Familia ya mume nayo ikaingilia kati. Japokuwa mtoto alikuwa amepotea, lakini hali ya amani haikuwepo. Amani haikuwepo. Na hata wazazi wa Mustafa wakawa wanajua tu kwamba huyu mwanamke sio tasa ila tazaa tu. Basi wakampa moyo kwamba awe makini na watu wasiojulikana, kutokana na kwamba tabia za watu wanaiba watoto wachanga. Mustafa pale akatengeneza uongo wa kumweleza ya kwamba Shena amesema asilie kwa vile mtoto wao atarudi tu, atamfanya ishi kwa matumaini. Yani Mustafa akatengeneza uongo mwingi sana. Lakini amini usiamini, kupotea kwa mtoto kulifanya wazazi wa Mustafa waendelee kumpa moyo Husna, kwa kuhofia watamuumiza kwa kumkumbusha maumivu ya kuibiwa mtoto wake. Baada ya miezi 7 kukatika, usiku mmoja Mustafa alitoka akiwa anazungumza na Shena, akimweleza ya kuwa ni muda mwafaka wa mkeo kushika ujauzito wa kweli, ujauzito wa binadamu. Shena aliendelea kumweleza mtoto yule atakuwa chini ya ulinzi wa majini mpaka atapokuwa, ndipo atarudishwa chini ya wazazi wake. Lakini wakati huo ndugu zake watakuwa wataendelea kumlinda siku zote za uhai wake. Kweli baada ya wiki moja akiwa kazini, mkewe alimpigia simu kumweleza kwamba mumewe hali ambayo anajisikia. Mustafa alishajua dalili zile zilikuwa ni za majibu ya ndoto alikuwa ameota usiku. Na kweli ulipokwenda hospitalini, vipimo vilionyesha ujauzito wa mwezi mmoja. Ujauzito ule ulikuja kikawaida kabisa. Ujauzito ulikuwa wa miezi 9, tofauti na ile mimba ya ajabu iliyokuwa imetangulia ya miezi 2 tu tumbo hilo na mtoto akazaliwa. Kwa hiyo ujauzito ule ulikwenda vizuri, na ulipotimiza miezi 9, kweli Husna alijifungua salama mtoto wa kiume. Husna baada ya kujifungua alimlinda sana mwanae ili asije karudia kosa la awali. Mtoto alikuwa katika malezi mazuri. Mustafa na Sara waliendelea na kazi zao, huku Sara akiwa na somo kubwa maishani mwake, ya kwamba mwanadamu anaweza kuwa ni mbaya kuliko jini, na pia kutofuatilia lisilokuhusu. Hakuamini kama majini wana roho nzuri, na siku zote aliamini ni viumbe wabaya, kumbe wapo wazuri na wabaya kama wanadamu. Mustafa alisubiri miaka 3 ili aende kwa Shena kwa njia ya ndoto kwa ajili ya kuwaona watoto wake. Japo wa kiume alimuona, ila hao wawili wa kike hakubahatika kuwaona. Mtoto wao huyu ambaye ni binadamu alikuwa vizuri, bila kujua kuwa akikuwa mkubwa atakuwa na tabia gani. Sasa swali ni kwamba, je, Shena atazaa watoto wengine na Mustafa? Ili kuyajua yote, msikilizaji, jiandae kwa simulizi nyingine ambayo itakuwa ni season ya 2. Hiyo itakuwa inaitwa Mtoto wa Jini, kwa sababu hii inaitwa Mimba ya Jini ambayo tumeibatiza jina la Shena. Lakini jiandae, inakuja season ya 2 ambayo hiyo
itaitwa mtoto wa jini, na huko ndo tutakuja kujua sasa mwisho wa haya yote itakuwaje. Maisha ya Mustafa, je, atabaki na binadamu mwenzie Husna au ataenda na jini? Mwisho wa yote tutakuja kuyapata kwenye season ya 2, lakini mpaka hapa niseme season 1 imefika tamati. Lakini kitendawili hiki ni kwamba, je, Shena atazaa watoto wengine na Mustafa? Na je, Mustafa hatima yake itakuwaje? Atabaki na jini au atabaki na binadamu mwenzie ambaye ni mke wake Husna? Na vipi yule mtoto aliozaa Husna, je, ni binadamu kweli? Kweli kasa atakuwa binadamu jamani? Hatujui. Yote kwa yote tusubiri season ya 2 ambayo itaitwa mtoto wa jini. Kwa sasa niseme asante, mzigo mtamu kutoka kwake bwana Ali Mbetu. Mimi naitwa Anko J Simulizi.